ambaye mchango wake unaendelea kuhitajika katika kuimarisha umoja na mshikamano wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawashukuru na kuwapongeza waheshimiwa mawaziri wote kwa ujumla waliotangulia kutoa hoja zao hapa bungeni ambazo zimetoa dira na mwelekeo wa utekelezaji wa shughuli za serikali kwa mwaka 25-26. Vile vile napenda kuwashukuru waheshimiwa mawaziri wote kwa kazi kubwa wanayoifanya na ushirikiano wanaopatia katika kutekeleza majukumu yangu ya kusimamia masuala ya muungano na mazingira nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kutoa shukrani za pongezi zangu kwa dhati kwako wewe binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa shukrani za dhati na pongezi kwa Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, mbunge, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuliongoza bunge letu tukufu kwa weledi na uadilifu mkubwa. Hakika katika kipindi cha uongozi wake tumeshuhudia mafanikio makubwa katika kusimamia na kushauri serikali. Aidha, nampongeza Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge, naibu Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi nzuri anayoifanya. Nawapongeza pia wenyeviti wote ikiwemo wewe Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge, Mheshimiwa Najwa Murtaza Giga, mbunge, Mheshimiwa Joseph Kizito Mhagama, mbunge, wenyeviti wa bunge lako tukufu kwa kusaidia kuliongoza bunge letu kwa weledi na uadilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninashukuru watangulizi wangu katika awamu ya 6, Mheshimiwa Dr. Suleiman Said Jafo, Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Dr. Shatu Kachomba Kijaji, mbunge na Waziri wa Mifugo na Uvuvi, kwa kazi nzuri waliofanya kwa kipindi chote walichohudumu katika ofisi ya Makamu wa Rais. Vile vile napenda kutoa shukrani za dhati kwa waheshimiwa mawaziri wote na wabunge kwa ushirikiano mzuri wanaotoa katika kutekeleza majukumu yangu. Aidha, naahidi kuendelea kuwapa ushirikiano katika utekelezaji wa majukumu yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kutoa shukrani za pongezi kwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, Utawala, Katiba na Sheria, Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mhagama, na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira, Mheshimiwa Jackson Kiswaga, pamoja na makamu wenyeviti na waheshimiwa wabunge wote wajumbe wa kamati hizo kwa kupokea, kujadili, kupitisha taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024/25 na makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Makamu wa Rais kwa mwaka 2025/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kutumia fursa hii kutoa pole kwa bunge lako tukufu kwa kuondokewa na mpendo wetu Dr. Faustin Ndugulile, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni na mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani ukanda wa Afrika. Tutaendelea kumwombea pumziko la milele. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile tarehe 20 Februari mwaka 25 nchi hii ilimpoteza Bi Safieli Mushi, ambaye ni miongoni mwa walioshiriki katika tukio la kuchanganya udongo waliokuwa Tanganyika na Zanzibar tarehe 26 Aprili mwaka 1965. Wakati wa sherehe za kutimiza mwaka mmoja wa muungano, Bi Safieli Mushi atakumbukwa daima kwenye historia ya muungano wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya salamu hizo na maelezo hayo ya utangulizi, sasa ninaomba kutoa taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya Makamu wa Rais katika kipindi cha mwaka 2024/25 na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024/25. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya Makamu wa Rais kibajeti ina mafungu mawili ambayo ni fungu 26 na ofisi ya Makamu wa Rais na fungu 31 ambayo ni ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira. Fungu 26. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka 2024/25 jumla shilingi bilioni 16.97 ziliidhinishwa kwa ajili ya fungu 26. Kati ya hizo shilingi bilioni 15.98 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi milioni 979.21 ni kwa ajili ya mishahara. Fungu 21. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa fungu 31 jumla ya shilingi bilioni 45.72 iliidhinishwa. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 23.81 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 21.91 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Fedha zilizopokelewa na kutumika hadi Machi 2025. Kwa upande wa fungu 26, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 24 hadi Machi 25 jumla ya shilingi bilioni 12.64 fedha za matumizi ya kawaida zilipokelewa kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya fungu 26 sawa na 75% ya bajeti iliyoidhinishwa. Kwa upande wa fungu 31 jumla ya shilingi bilioni 17.77 fedha matumizi ya kawaida zilipokelewa sawa na 75% ya bajeti iliyoidhinishwa. Aidha, fedha za mradi ya maendeleo zilipokelewa ya shilingi bilioni 11.72 ambayo ni sawa na 53% ya bajeti iliyoidhinishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 24 hadi Machi 25 ofisi imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia matakwa ya ibara ya 47(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2025, Mpango wa Taifa 3 wa Maendeleo
ya miaka mitano kuanzia mwaka 2021-22 mpaka mwaka 25-26, ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, sera ya taifa mazingira ya mwaka 2021, sera ya taifa uchumi wa bluu wa mwaka 2024, sera ya usimamizi wa mazingira sura namba 191, ajenda ya maendeleo ya Afrika 2063, malengo ya maendeleo endelevu 2030, mpango kabambe wa taifa wa hifadhi ya usimamizi wa mazingira 2022 mpaka 2032, na mwongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na viongozi wakuu. Kazi zilizotekelezwa katika kipindi cha Julai 24 hadi Machi 25. Nianze na masuala ya muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtakubaliana nami kuwa amani, umoja, ushirikiano na kuheshimiana baina ya pande zote mbili za muungano ni matunda ya muungano wetu adhimu. Mwaka huu muungano unatimiza miaka 61 tangu kuasisiwa kwake, ambao ni zaidi ya nusu karne, na ili kuendelea kulinda, kudumisha na kuimarisha muungano wetu, hatuna budi kukumbuka tukio hili muhimu na kutathmini mafanikio makubwa yaliyopatikana kisiasa, kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuratibu masuala ya muungano kwa mwaka 2024-2025, ofisi ya makamu wa rais ilipanga kutekeleza yafuatayo: kuratibu vikao vya kamati ya pamoja vya SMS, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kushughulikia masuala ya muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya makamu wa rais katika kipindi cha mwaka 2024-2025 imeratibu vikao vitatu vya kamati ya pamoja ya serikali mbili vilivyojadili masuala ya muungano. Vikao hivyo vilijumuisha kikao cha makatibu wakuu, kikao cha mawaziri na kikao cha kamati ya pamoja ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar ya kushughulikia masuala ya muungano, kilichofanyika Ikulu Dar es Salaam tarehe 4 Aprili mwaka 2025 chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutoa elimu ya umma kuhusu muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha kuwa elimu kwa umma inatolewa, ofisi imeanzisha kipindi mahsusi kinachorushwa katika televisheni na radio kijulikanacho kama Hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa lengo la kuelimisha umma kuhusu muungano. Hadi sasa jumla ya vipindi 64 vya radio na televisheni vimerushwa. Aidha, elimu ya muungano imeendelea kutolewa kwa umma kupitia maonyesho ya kitaifa ikiwemo siku ya wakulima na sherehe za maadhimisho ya mapinduzi ya Zanzibar. Vile vile elimu ya muungano ilitolewa kwa makundi mbalimbali ikiwemo waheshimiwa wabunge. Maadhimisho ya miaka 61 ya muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka huu 2025 maadhimisho yanafanyika katika ngazi ya mikoa Tanzania bara na Zanzibar. Matukio mbalimbali yanaendelea kufanyika ikiwemo makongamano, midahalo ya muungano katika ngazi mbalimbali, na hivyo elimu ya muungano inatolewa kwa upande wake. Kauli mbiu ya mwaka huu ni miaka 61 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano wetu ni dhamana, heshima na tunu ya taifa. Shiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025. Aidha, ofisi ya makamu wa rais inatekeleza mpango kabambe wa elimu ya muungano kwa umma, ambapo viongozi mbalimbali watashiriki katika vipindi kuhusu muungano vinavyorushwa na televisheni, redio, mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kurejesha ligi ya muungano, napenda kutoa taarifa kuwa mashindano hayo yameshaanza tarehe 28 Aprili mwaka 2025 na fainali yake inatarajiwa kufanyika tarehe 1 Mei mwaka 2025, ambayo inashirikisha timu kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Kuanzisha kituo cha kumbukumbu na nyaraka za muungano, makavazi ya muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi hiki ofisi inaendelea na maandalizi ya uanzishwaji wa kituo cha kumbukumbu ya nyaraka za muungano kitakachokuwa na katika jengo la ofisi ya makamu wa rais Mtumba, Dodoma, kuratibu masuala ya kiuchumi na kijamii. Gawio la serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuratibu gawio la serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kila mwaka, ambapo hadi kufikia mwezi Machi 2025 jumla ya shilingi bilioni 49.2 zimepokelewa Zanzibar. Fedha hizo zinajumuisha shilingi bilioni 14 ikiwa ni makato ya mshahara ya watumishi wa Zanzibar wanaofanya kazi Tanzania bara PI, shilingi bilioni 21.7 gawio la misaada na mikopo nafuu ya kibajeti kutoka nje government budget support, na shilingi bilioni 13.5 ikiwa ni gawio kutoka idara kutokana na faida ya Benki Kuu. Fedha za mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kuratibu na kusimamia utekelezaji wa miradi ya kipaumbele na ufuatiliaji wa miradi inayotekelezwa kwa fedha za mfuko ya kuchochea maendeleo ya jimbo kwa majimbo 50 ya Zanzibar, ambapo hadi kufikia mwezi Machi 25 jumla ya shilingi bilioni 2.03 zimepelekwa Zanzibar kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ikiwemo miradi ya sekta ya elimu, afya, maji, miundombinu na nishati. Aidha, kutokana na changamoto za sheria za kusimamia mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo, ofisi ya makamu wa rais kwa kushirikiana na ofisi ya rais TAMISEMI imeanza mchakato wa mapitio ya sheria hiyo
ili kuboresha usimamizi wa utekelezaji wa miradi inayotekelezwa na fedha za mfuko wa jimbo. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile tarehe 28 Februari 25 ofisi ilitoa semina kwa waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka Zanzibar kwa lengo la kuwa na uelewa pamoja kuhusu usimamizi na utekelezaji wa miradi inayotekelezwa kwa fedha za mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo. Katika semina hiyo, waheshimiwa wabunge walipata fursa ya kujengewa uelewa kuhusu majukumu ya taasisi za muungano, miradi na programu za maendeleo zinazotekelezwa na pande zote mbili za muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, miradi na programu mbalimbali zimeendelea kutekelezwa pande mbili za muungano kwa lengo la kuboresha ustawi wa kiuchumi wa kijamii kwa wananchi, ikiwemo ujenzi wa barabara ya mkoani Chake Chake, Tunguma Kunduchi, ujenzi wa vituo vya afya vya Tanzania bara na Zanzibar, mfuko wa maendeleo ya jamii Tanzania Social Action Fund TASAF 3, miradi ya mazingira ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, miradi ya ufungaji wa mitambo ya sauti baina ya waongozaji ndege na marubani katika viwanja vya ndege 12 Tanzania bara 10 na Zanzibar 2, kuratibu ushirikiano katika masuala yasiyo ya muungano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi hiki ofisi imeendelea kuhimiza umuhimu wa wizara na taasisi na idara za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zisizo za muungano kufanya vikao vya ushirikiano kwa lengo la kubadilishana uzoefu katika utekelezaji wa mambo yasiyo ya muungano, kuratibu utekelezaji wa masuala 22 ya muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi inaendelea kuratibu utekelezaji wa masuala 22 ya muungano yanayosimamiwa na wizara, idara na taasisi za muungano, ambapo baadhi ya shughuli zilizofanyika ni pamoja na kudahili jumla ya wanafunzi 137,817 wa shahada ya kwanza katika vyuo 86 vya elimu ya juu nchini, ambapo kati ya wanafunzi hao wanafunzi 4,860 walidahiliwa katika vyuo 7 vya elimu ya juu Zanzibar. Ujenzi wa mabweni mawili katika chuo cha walimu cha Kiislamu Pemba Islamic Teachers College uliogharimu kiasi cha shilingi milioni 300 na kufunga seti ya mitambo 20 ya hali ya hewa na seti ya mitambo 15 ya hali ya hewa kilimo inayoendesha yenyewe katika maeneo mbalimbali ya Tanzania bara na Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, shughuli nyingine ni uratibu wa ujenzi wa mfumo wa ubadilishanaji wa taarifa Zana Exchange unaosimamiwa na mamlaka ya vitambulisho Zanzibar na kujenga uwezo wa vijana 80 kuhusu utengenezaji wa mfumo wa laini za programu ya TEHAMA kupitia taasisi ya Python Tanzania katika Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar SUZA. Hifadhi ya usimamizi endelevu wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, maendeleo endelevu ya taifa letu yanachangiwa na ukuaji uchumi, ustawi wa jamii na utunzaji wa mazingira. Aidha, matumizi endelevu ya rasilimali zilizopo ni muhimu kwa maslahi ya vizazi vya sasa na vijavyo. Hivyo, suala la usimamizi na uhifadhi wa mazingira ni kipaumbele cha serikali ya awamu ya 6 katika kuleta maendeleo endelevu nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuratibu, kusimamia na utekelezaji wa sera, sheria, mikakati, miongozo na miradi mbalimbali ya hifadhi ya usimamizi wa mazingira pamoja na kuratibu utekelezaji wa mkataba wa kikanda kimataifa inayohusu hifadhi ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo kwa mwaka 2024-2025 ofisi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imetekeleza yafuatayo: kuratibu utekelezaji wa sera ya taifa ya mazingira kwa mwaka 2021. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio yaliyopatikana katika eneo hili ni pamoja na kujumuishwa kwa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi katika sera, mikakati pamoja na mipango ya serikali, lakini kuimarika mipango ya bajeti ya serikali na kuimarika kwa kuratibu wa ushirikiano wa kisekta katika utekelezaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira sura namba 191, ikiwemo kuimarishwa kwa vitengo vya mazingira katika wizara na taasisi za umma. Nyingine ni kuratibu utekelezaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira sura namba 191, kanuni na miongozo ya hifadhi ya usimamizi wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi imeandaa kanuni 4 ambazo ni kanuni za upatikanaji wa mgawanyo wa faida ya rasilimali za kijenetiki, kanuni ya dhamana ya kuzingatia masharti ya mazingira, kanuni ya usimamizi wa jumuisho wa ukanda wa pwani na kanuni ya haki ya fidia. Aidha, ofisi imeratibu na kukamilisha mapitio ya kanuni 5 ili kuendana na mahitaji ya sasa ya hifadhi ya usimamizi wa mazingira. Mheshimiwa Spika, ofisi imekamilisha miongozo mitatu ya mikakati miwili ya hifadhi ya mazingira ambayo ni mwongozo wa kuhuisha masuala ya urejeshwaji wa mazingira kwenye sera, sheria, mipango, mikakati na programu, mwongozo wa kuhuisha masuala ya jinsia kwenye urejeshaji wa mazingira, mwongozo wa taifa wa tathmini ya athari za ukaguzi wa mazingira kwa wizara za kisekta na mkakati wa taifa wa usimamizi wa taka 2025-2030 pamoja na mkakati wa taifa wa kuhifadhi bioanuwai wa mwaka 2025 mpaka 2030.
Mapitio ya sheria ya usimamizi wa mazingira sura 191. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali iliwasilisha mswada wa marekebisho madogo ya sheria ya usimamizi wa mazingira sura 191 uliopitishwa na Bunge tarehe 12 Februari 25 na kusainiwa tarehe 4 Machi mwaka 25 kwa sheria ya marekebisho ya sheria ya usimamizi wa mazingira namba 5 ya mwaka 25. Masuala yaliyozingatiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa kamati ya kitaifa ya usimamizi wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, kuanzishwa kwa kisheria kwa kituo cha taifa cha kuratibu carbon na kuongeza jukumu la usimamizi wa mabadiliko ya tabia nchi kwa vitengo vya mazingira vya wizara za kisekta. Taarifa ya hali ya mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi imekamilisha taarifa ya 4 za hali ya mazingira nchini kwa mujibu wa matakwa ya sheria ya usimamizi wa mazingira sura namba 191. Aidha, taarifa hiyo itawasilishwa katika Bunge lako tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria. Utoaji wa vibali vya tathmini ya mazingira ya kimkakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi imetoa kibali kimoja cha tathmini ya mazingira ya kimkakati kwa mradi wa mabasi yaendayo kasi katika jiji la Dar es Salaam. Aidha, miradi 6 ya kimkakati ipo katika hatua tofauti za taratibu za kupatiwa vibali vya tathmini ya mazingira ya kimkakati. Mkutano maalum wa viongozi na wataalamu wa wadau wa mazingira kuhusu mwenendo wa hali ya mazingira nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi iliratibu mkutano maalum wa viongozi na wataalamu na wadau wa mazingira kuhusu mwenendo wa hali ya mazingira nchini uliofanyika tarehe 9 mpaka 10 Septemba 2024 Dodoma, uliohudhuriwa na washiriki 2541. Maazimio ya mkutano huo yalijumuisha suala la hifadhi ya mazingira kupewa kipaumbele katika mipango ya bajeti za wadau wote, ikiwemo bajeti ya serikali kuu, mamlaka ya serikali za mitaa, sekta binafsi na asasi za kiraia, kuweka mazingira wezeshi yatakayohakikisha gharama nafuu na upatikanaji wa teknolojia nishati safi ya kupikia. Suala la mazingira kuwa ajenda ya kudumu katika vikao vyote vya mamlaka ya serikali za mitaa, kurejesha idara ya mazingira katika mamlaka ya serikali za mitaa, kuimarisha usimamizi wa uchumi wa bluu, kuhamasisha wadau wote kushiriki na kunufaika na fursa za biashara ya carbon na kuboresha mbinu ya utoaji wa elimu ya mazingira kwa umma. Kuratibu utekelezaji wa mpango wa kabambe wa taifa wa usimamizi wa mazingira wa mwaka 2022 mpaka 2032. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka 2024-2025 ofisi imeendelea kuratibu utekelezaji wa mpango kabambe wa taifa wa hifadhi ya usimamizi wa mazingira. Aidha, nitumie fursa hii kuendelea kuwahimiza wadau wote kuhakikisha unajumuisha utekelezaji wa mpango kabambe wa taifa wa hifadhi ya usimamizi wa mazingira wa mwaka 2022 mpaka 32 katika sera, mikakati, mipango na bajeti zao. Kuimarisha uratibu na utekelezaji wa masuala ya hifadhi ya usimamizi wa mazingira katika wizara za kisekta, sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi imeteua maafisa viungo 28 kwa lengo la kuimarisha uratibu, msukumo na ufuatiliaji wa shughuli za uhifadhi na usimamizi wa mazingira kwenye wizara, taasisi za umma na taasisi za umma, sekretarieti za mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa. Hatua hii imeimarisha ufuatiliaji na usimamizi wa mazingira katika sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Baadhi ya mafanikio muhimu ni pamoja na kuongezeka kwa uelewa kuhusu uzingatiaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira, kubainishwa kwa fursa na changamoto za uhifadhi wa mazingira katika mikoa na kuweka mikakati ya kunufaika na fursa hizo na kukabiliana na changamoto zilizopo, na kuhamasisha ushiriki katika biashara carbon, ambapo viongozi wa sekretarieti za mikoa 26, mamlaka ya serikali za mitaa na wakuu wa taasisi za umma 284 walijenga uwezo kuhusu biashara ya carbon. Udhibiti wa taka. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kudhibiti usimamizi wa taka na kuimarisha usafi wa mazingira katika maeneo ya majiji na miji, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo sekta binafsi imeendelea kuboresha mifumo ya usafi wa mazingira, ikiwemo ujenzi wa vituo vya kukusanya, kuhifadhi na kurejeleza taka ngumu na uboreshaji wa mifumo ya maji taka katika miji na majiji. Mathalan, jiji la Dar es Salaam lina jumla ya vituo vya urejelezaji taka 44 aina ya plastiki, chuma chakavu, mafuta machafu, tairi chakavu, taka za elektroniki na taka ozo, ambapo jumla ya tani 12,926 za taka zimechakatwa. Uwepo wa mfumo huu umepunguza kiasi cha taka kinachopelekwa dampo na kutoa fursa za ajira
na kipato kwa makampuni na vikundi vya ukusanyaji taka. Mheshimiwa Mwenyekiti, bado hali ya usafi wa majiji na miji yetu sio ya kuridhisha. Kupitia bunge lako tukufu, nazielekeza sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuendelea kusimamia udhibiti wa taka na kuimarisha usafi wa mazingira katika maeneo yao. Aidha, natoa rai kwa wananchi na wadau wote kuendeleza utamaduni wa kufanya usafi katika maeneo yao. Nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, Ofisi ya Makamu wa Rais inaendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Ofisi imefanya wa mwaka 2024 mpaka 2034. Ofisi imefanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa taasisi za umma na binafsi, ambapo jumla ya taasisi 903 zimeanza kutumia nishati safi ya kupikia. Taasisi hizo ni pamoja na shule ya msingi za sekondari, vyuo vya kati na ualimu, magereza, jeshi la ulinzi, jeshi la kujenga taifa, sekta binafsi na taasisi za dini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi hicho ofisi imefanya uhamasishaji kwa taasisi za kifedha kuwezesha wadau wa nishati safi na kupikia, ambapo mwaka wa 2025 benki ya NMB imetenga jumla kiasi cha shilingi bilioni 100 kwa ajili ya utoaji wa mikopo ya riba nafuu kwa makampuni ya usambazaji wa gesi pamoja na jasiriamali wadogo wakiwemo baba na mamalishe ili waweze kuweka miundombinu na nishati safi ya kupikia katika maeneo yao ya biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendeleza kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, Ofisi ya Makamu wa Rais kupitia Kituo cha Taifa cha Kuratibu Carbon NCMC kwa kushirikiana na Shirika la Chakula Duniani WFP imeanzisha mradi wa mfano wa biashara carbon kwa shule za msingi na sekondari zinazotumia nishati safi ya kupikia ya majiko ya umeme pressure cookers kwa mikoa ya Kigoma, Tabora na Dar es Salaam kama maeneo ya majaribio. Aidha, mradi hiyo unatarajiwa kutekelezwa katika maeneo mengine nchini na hivyo kuwezesha taasisi hiyo kupata mapato yatokanayo na biashara hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia bunge lako tukufu, naomba kuzielekeza sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mtaa kuendelea kusimamia utekelezaji wa katazo la matumizi ya kuni na mkaa kwa taasisi za umma na binafsi zinazalisha watu zaidi ya 100 sambamba na kuendelea kutoa elimu kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa jamii, elimu ya umma kuhusu hifadhi ya usimamizi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi imeanzisha kipindi maalum kitwacho Mazingira Yetu na Tanzania Ijayo, ambapo jumla ya vipindi 67 vimeandaliwa na kurushwa kupitia radio ya TBC Taifa. Vipindi hivyo vilihusu matumizi ya nishati safi ya kupikia, fursa za uwekezaji katika sekta ya mazingira, biashara ya carbon, kampeni ya upandaji wa miti, maadhimisho ya siku ya hifadhi ya tabaka la ozoni, uhamasishaji wa usafi wa mazingira na udhibiti wa taka ngumu. Aidha, ili kuhakikisha kuwa uhifadhi wa mazingira unakuwa endelevu, Ofisi ya Makamu wa Rais imepanga kutoa elimu ya mazingira kwa umma kuanzia ngazi za chini, hususan watoto, ili kuwajengea utamaduni wa usafi na uhifadhi wa mazingira. Maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu uhifadhi na usimamizi wa mazingira, ofisi imepanga kufanya maadhimisho ya kitaifa ya siku ya mazingira duniani yatakayofanyika tarehe 5 Juni mwaka 2025, ambapo shughuli zilizopangwa kufanyika kuelekea kilele hicho cha maadhimisho ni pamoja na kongamano la viongozi wa dini, usafi wa mazingira nchi nzima, uzinduzi wa jukwaa maalum la wadau wa mazingira kwa ajili ya kujadili na pamoja changamoto za fursa katika uhifadhi na usimamizi wa mazingira kwa Tanzania bara na Zanzibar, tamasha la vijana kuhusu mazingira na tamasha la wadau wa nishati safi ya kupikia. Vile vile maadhimisho haya yatashirikisha pasavyo vyombo vya habari, mitandao ya kijamii ili kuhakikisha elimu ya hifadhi ya mazingira inatolewa kwa wakati wa maadhimisho hayo na inafikia wananchi wengi. Kampeni za kitaifa za upandaji miti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi inaendelea kuhamasisha kampeni za upandaji na utunzaji miti ambao umelenga kila halmashauri kupanda miti milioni 1.5 kila mwaka kwa ambapo takriban miti milioni 224 795,501 ilipandwa katika halmashauri zote nchini, sawa na 81% ya lengo la miti milioni 276. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mkakati huu wa kitaifa, Ofisi ya Makamu wa Rais imekuwa ikihamasisha wadau mbalimbali kujihusisha na suala la kukijanisha jiji la Dodoma. Kwa mfano, wakala wa barabara Tanzania TANROADS imekuwa ikisaidia juhudi za serikali katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia mradi wa jawabu la kijani katika jiji la Dodoma. Mradi huu umejikita katika upandaji wa miti katika eneo la pembezoni mwa barabara, ikiwa ni pamoja na uchimbaji wa visima vya maji kwa ajili ya ustawi wa miti hiyo iliyopandwa. Mwamko huu
wa upandaji miti barabarani pia umeungwa mkono na JKT Makutopora, ambapo tayari sura ya kijani katika eneo hilo imeanza kujitokeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe rai kwa wananchi, taasisi mbalimbali za sekta binafsi kuendelea kupanda na kutunza miti, hasa katika kipindi hiki ambacho mvua za masika zinaendelea kunyesha. Vile vile nizikumbushe halmashauri zote kuendelea kusimamia na kuharamia zoezi la upandaji miti. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile nizikumbushe taasisi husika kutoa elimu kwa wananchi kuhusu aina ya miti ya kupanda katika maeneo mbalimbali na kutoa ushauri wa namna ya kupanda miti na maua kwenye maeneo ya miji, ikiwa ni pamoja na maeneo ya kame na ya milima. Kuratibu na kusimamia biashara ya kaboni nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwezi Februari mwaka 2025 Bunge tukufu lilipitisha mswada wa marekebisho ya sheria ya usimamizi wa mazingira sura namba 191 ambayo alijumuisha kuanzishwa kisheria kwa kituo cha taifa cha kuratibu biashara ya carbon, National Carbon Monitoring Center NCMC. Kuanzishwa kwa kituo hiki ni hatua ya kimkakati itakayowezesha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kunufaika zaidi na biashara ya carbon na hivyo kuongeza pato la taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi kwa kushirikiana na NCMC imeendelea kuratibu na kuimarisha usimamizi wa biashara ya carbon nchini, ambapo jumla ya miradi 73 ya biashara ya carbon imesajiliwa na ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, biashara ya carbon imeanza kuleta manufaa kiasi katika baadhi ya maeneo nchini, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 45 zimelipwa na kunufaisha wananchi katika halmashauri 10 nchini kama gawio la mauzo ya viwango vya carbon. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi hicho ofisi iliratibu vikao mbalimbali ikiwa ni pamoja na kikao cha kuwajengea uwezo makatibu wakuu 21 kuhusu biashara ya carbon kilichofanyika mwezi Agosti mwaka 2024 Dodoma, kikao cha wawakilishi wa makampuni 27 yanayojihusisha na biashara ya carbon, vikao vya kimkakati vya kuimarisha usimamizi wa biashara ya carbon baina ya ofisi ya makamu wa rais na ofisi ya rais TAMISEMI, Wizara ya Fedha, Wizara ya Maliasili na Utalii, taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa, shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUKTA. Aidha, ofisi iliratibu mkutano wa wakuu wa taasisi za mashirika ya umma uliohusisha washiriki 850 uliolenga pamoja na mambo mengine kuibua fursa za mradi ya kimkakati ya kitaifa ya biashara ya carbon. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha kuwa biashara ya carbon inaendeshwa kwa uwazi na fursa zilizopo zinanufaika ipasavyo na kuleta tija na manufaa kwa wananchi, serikali imeunda kamati ya wataalamu iliyopewa majukumu ya kushauri kuhusu mkakati madhubuti wa kuimarisha usimamizi wa biashara ya carbon na kubaini na kutoa mapendekezo ya kushughulikia na changamoto zilizopo au zinazoweza kujitokeza katika biashara ya carbon. Kamati hiyo inajumuisha wajumbe kutoka wizara, idara na taasisi za serikali, sekta binafsi, mashirika yasiyo ya serikali. Aidha, kamati husika inatarajiwa kuwasilisha taarifa yake kamili tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na ukweli kuwa biashara ya carbon ni dhana ngeni kwa wananchi walio wengi, nitoe rai kwa umma kutumia pasavyo kituo cha uratibu wa carbon nchini ili kupata ushauri wa kitaalamu na miongozo stahiki kuhusu biashara hiyo ambayo sio tu itachangia ukuaji wa uchumi lakini pia uhifadhi wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, natoa rai kwa taasisi za umma na sekta binafsi zijumuishe masuala ya biashara ya carbon katika miradi yake ya maendeleo. Ushiriki wa nchi katika mikutano ya kikanda, kimataifa ya uhifadhi wa usimamizi wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka 2025 ofisi iliratibu na kushiriki katika mikutano mbalimbali na mikataba ya kikanda ya kimataifa inayohusu uhifadhi wa usimamizi wa mazingira, kama miongoni mwao ni kama ifuatavyo: mkutano wa 29 wa nchi wanachama mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi, mkutano wa 16 wa nchi wanachama mkataba wa kimataifa wa hifadhi bioanuwai, mkutano wa 39 wa nchi wanachama itifaki ya Montreal kuhusu udhibiti wa kemikali zinazomong'onyoa tabaka ya ozone, mkutano wa 16 wa nchi wanachama mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na kuenea kwa hali ya jangwa na ukame UNCCD, mkutano wa 11 wa nchi wanachama mkataba wa Nairobi COP11 na mkutano wa 12 wa mawaziri wa nchi wanachama wa mkataba wa usimamizi endelevu wa bonde la Ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia ushiriki wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mikutano hiyo, makubaliano na maazimio mbalimbali yaliyokubaliwa ambayo yatanufaisha nchi yetu katika maeneo mbalimbali ikijumuisha kuanza kufanya kazi kwa mfuko wa kushughulikia upotevu na hasara zitokanazo na mabadiliko ya tabia nchi, kuwekwa kwa utaratibu na wazi wa kusimamia miradi ya biashara ya carbon inayotekelezwa baina ya nchi na nchi, pamoja na miradi ya upandaji miti kusajiliwa katika biashara ya carbon, kupata ahadi ya dola za Marekani milioni 784.33 ambapo ni sana shilingi trilioni 2 kwa ajili ya miradi ya hifadhi ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, na kuchaguliwa kwa Tanzania kwa mwenyekiti wa kundi la wataalamu wa Afrika wa majadiliano katika mikataba ya Umoja wa Mataifa, African Group of Negotiators AGN,
ambapo Dr. Richard Stanislaus Muyungi, mjumbe maalum na mshauri wa Mheshimiwa Rais wa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, ndiye mwenyekiti. Tunampongeza sana Dr. Muyungi kwa kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa IGN. Aidha, mwenyekiti huyo ameanza kutekeleza majukumu yake kuanzia tarehe 15 Machi 2025. Katika kipindi cha mwaka mmoja, serikali itaendelea kufanyia kazi kikamilifu makubaliano na maazimio yote yaliyofikiwa, ikiwemo ahadi za fedha na misaada ya kiufundi, ili kuhakikisha kuwa nchi inaendelea kunufaika vema na fursa za mikataba hiyo. Utekelezaji wa miradi ya hifadhi na usimamizi wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi iliratibu utekelezaji wa miradi ya maendeleo 10 kama ifuatavyo: miradi ya kuimarisha miundombinu ya fukwe ili kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi zilizotokana na ongezeko la kina cha bahari, miradi ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia mfumo wa ekolojia vijijini, mradi wa kurejesha ardhi iliyoharibika na kuongeza usalama wa chakula katika maeneo ya kame ya Tanzania, mradi wa urejeshaji endelevu wa mazingira ya hifadhi ya bioanuwai Tanzania, mradi wa kuanzisha bustani ya kijani katika eneo la Swasa Mnarani Dodoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi mingine ni mradi wa kujenga uwezo wa kutekeleza mkataba wa Montreal kuhusu udhibiti wa kemikali zinazomong'onyoa tabaka ozoni, mradi wa kujenga ustahimilivu wa athari ya mabadiliko ya tabia nchi mkoani Kigoma, mradi wa kuandaa mkakati wa mpango kazi wa taifa wa kuhifadhi bioanuwai, mradi wa kuimarisha mfumo wa usimamizi wa mazingira na kuboresha maisha ya jamii, wavuvi na ujenzi wa ukarabati wa ofisi ya makazi ya Mheshimiwa Makamu wa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji wa miradi hiyo, mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kuimarisha uwezo wa kitaasisi na utaalamu katika hifadhi ya mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, kuimarika kwa utekelezaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira sura 191, kuwezesha uwepo wa shughuli mbadala kwa jamii zinazoathiri na mabadiliko ya tabia nchi na kurejeshwa kwa ardhi iliyoharibika kutokana na uharibifu wa mazingira. Uratibu wa uchumi wa bluu nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi katika kuimarisha uratibu wa utekelezaji wa shughuli za uchumi wa bluu, serikali ilizindua sera ya taifa ya uchumi wa bluu ya mwaka 2024 na mkakati wa utekelezaji wake wa mwaka 24 mpaka 34 mwezi Juni mwaka 24. Kufuatia uzinduzi huo, ofisi ya Makamu wa Rais imekasimiwa jukumu la kuratibu utekelezaji wa sera hiyo, ambapo miongoni mwa shughuli muhimu katika utekelezaji wa shughuli za uchumi wa bluu zinajumuisha kuanzisha mfumo wa kitaasisi kwa ajili ya kuratibu shughuli za uchumi wa bluu na kuandaa mpango wa matumizi ya maeneo ya maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi imeendelea kuratibu utekelezaji wa shughuli hizo za uchumi wa bluu, ambapo kamati za makatibu wakuu na mawaziri wa sekta za uchumi wa bluu kwa ajili ya kusimamia utekelezaji wa shughuli husika zimeundwa na kuanza kufanya kazi. Aidha, katika kuimarisha mfumo wa uratibu wa masuala ya uchumi wa bluu, ofisi inaendelea kufanya kazi masuala ya kimuundo na kisheria katika uratibu wa shughuli hizo. Vile vile, katika kipindi hicho, utoaji wa elimu kwa umma kuhusu uchumi wa bluu kupitia makongamano na mikutano mbalimbali umefanyika. Aidha, nitumie fursa hii kuwahimiza wadau wote wa uchumi wa bluu nchini kutekeleza shughuli zilizopangwa kama ilivyobainishwa katika mkakati wa utekelezaji wa sera na kutoa taarifa kwa ofisi ya Makamu wa Rais kwa wakati. Changamoto na utatuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mafanikio yaliyopatikana kwa mwaka 2025, ofisi inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo uelewa mdogo wa jamii kuhusu masuala ya muungano na faida zake, hususan vijana. Aidha, kwa upande wa hifadhi ya usimamizi wa mazingira, bado kuna changamoto ya uelewa mdogo wa jamii kuhusu umuhimu wa hifadhi ya mazingira na uzingatiaji hafifu wa sheria ya usimamizi wa mazingira sura 191 na kanuni zake. Utatuzi wa changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kukabiliana na changamoto hizo, ofisi inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ikiwemo kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya muungano na faida zake kwa jamii, hususan vijana kupitia vyombo vya habari, makongamano, warsha, semina, mitandao ya kijamii, midahalo mbalimbali. Aidha, kuanzia sasa ofisi imepanga kuwa na programu mahsusi ya elimu kwa umma kuhusu masuala ya muungano ili kuondoa ombwe la ukosefu wa uelewa wa kutosha miongoni mwa jamii, hususan vijana. Mikakati mingine iliyotekelezwa ni pamoja na kuimarisha usimamizi wa utekelezaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira sura 191 na kujenga uwezo kwa wataalamu wa wizara na taasisi za umma, sekretarieti za mikoa na mamlaka ya serikali mitaa ili kuongeza kasi ya utoaji wa elimu na usimamizi wa hifadhi ya mazingira pamoja na biashara ya carbon. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Mheshimiwa Mwenyekiti, baraza limeendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, kanuni, mpango, mwongozo na maelekezo mbalimbali ya serikali. Katika kipindi hicho, masuala yaliyotekelezwa yanajumuisha uzingatiaji na usimamizi wa sheria ya usimamizi wa mazingira
Sura namba 191, ukaguzi na ufuatiliaji na wa uzingatiaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, Baraza limefanya kaguzi katika miradi mbalimbali ikiwa miradi 3278 katika maeneo mbalimbali ili kuimarisha uzingatiaji wa utekelezaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira. Sura namba 191 na kanuni zake. Katika kaguzi hizo ilibainika kuwepo kwa ongezeko la uzingatiaji wa sheria katika maeneo yote yaliyokaguliwa. Uhamasishaji wa ufuatiliaji umezingatia ongezeko la idadi ya wawekezaji wanaosajili miradi kwa ajili ya tathmini ya athari ya mazingira na kaguzi za mazingira. Udhibiti wa taka hatarishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Baraza limeendelea kusimamia utekelezaji wa kanuni ya udhibiti wa taka hatarishi na mwaka 2019 na marekebisho yake mwaka 2020-2021. Kipindi hicho Baraza ilipokea maombi 289 ya vibali vya usimamizi wa taka hatarishi ambapo vibali 121 vilitolewa. Aidha, Baraza ilipokea maombi 82 ya utekelezaji wa taka hatarishi na kusimamia utekelezaji wa tani 5840.6 zikiwemo dawa na vifaa tiba vilivyokwisha muda wake na mabati ya asbestos. Kushughulikia malalamiko ya umma kuhusu uchafuzi na uharibifu wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi hicho Baraza lilipokea na kushughulikia malalamiko 247 yaliyohusu kelele, utupaji taka ovyo, utiririshaji ovyo wa maji taka, ujenzi holela, uchimbaji usio rasmi wa mchanga na uchafuzi wa hewa. Hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kutoa elimu kwa jamii kuhusu uhifadhi wa mazingira na adhabu iliyotolewa pale ilipobainika kama ukiukaji wa sheria, kama kuna ukiukaji wa sheria. Tathmini ya athari ya mazingira na ukaguzi wa mazingira. Miradi iliyosajiliwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi hicho jumla miradi 1358 ilisajiliwa. Kati ya miradi hiyo 1113 ilisajiliwa kwa ajili ya tathmini ya athari ya mazingira na miradi 245 kwa ajili ya ukaguzi wa mazingira. Aidha, miradi 740 imeidhinishwa na kupata vyeti ambapo 705 ni ya tathmini ya athari ya mazingira na 35 ni miradi ya ukaguzi wa mazingira. Usajili na uratibu wa utendaji kazi wa wataalamu waelekezi wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, Baraza lilipokea na kuchakata jumla maombi 106 ya usajili wa wataalamu waelekezi wa mazingira. Katika maombi hayo jumla ya wataalamu waelekezi wa mazingira 49 waliidhinishwa. Vile vile Baraza lilipokea na kuchakata maombi 81 ya vyeti vya utendaji kazi wa wataalamu waelekezi wa mazingira. Aidha, wataalamu 55 walikidhi vigezo na kupatiwa vyeti vya utendaji kazi. Utekelezaji wa ajenda ya taifa ya tafiti za mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, Baraza lilifanya tathmini na kutoa ushauri wa kitaalamu kuhusu masuala mbalimbali ya mazingira katika mfumo wa ekolojia ikiwemo maporomoko ya milima wa Kawetere, mlima wa Hanang pamoja na msitu na vichaka kwa Itigi vilivyopo mkoani Singida, mlima wa Livingstone, maporomoko ya ardhi Muleba na mafuriko Rufiji. Uratibu wa mradi unatekelezwa na Baraza. Mheshimiwa Mwenyekiti, Baraza kwa kushirikiana na wadau mbalimbali limeendelea kuratibu miradi mbalimbali ya kuhifadhi mazingira ikiwemo miradi ya kupunguza matumizi ya zebaki kwenye uchimbaji mdogo wa madini ya dhahabu ambao umechangia kuleta teknolojia mbadala ya zebaki. Aidha, miradi mingine ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ilitekelezwa wilaya ya Bunda, Kongwa, Manyoni, Igunga na Nzega pamoja na Zanzibar Kaskazini B na Wete Pemba. Miradi hii imechangia kukabiliana na athari ya mabadiliko ya tabia nchi na kuwezesha jamii kuwa na shughuli mbadala za kiuchumi na kijamii. Elimu kwa umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, Baraza limeendelea kutoa elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari ikiwemo redio, runinga, mtandao ya kijamii. Aidha, elimu ilitolewa kupitia maonesho, makala na magazeti ya makongamano ya semina mbalimbali. Mpango wa bajeti wa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Spika, mpango wa bajeti ofisi umezingatia miongozo mbalimbali ikiwemo mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya mwaka 2025/26, mpango wa mkakati wa ofisi wa 21-22 mpaka 25/26, sera ya taifa ya uchumi wa bluu ya mwaka 24, mpango wa taifa wa maendeleo ya taifa miaka mitano 21-22 hadi 25-26, ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 mpaka 2025, maagizo mbalimbali ya viongozi wakuu wa serikali na mikataba ya kikanda na kimataifa. Shughuli zilizopangwa kutekelezwa ofisi ya makamu wa rais kwa mwaka 2025/26. Masuala ya muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 ofisi itaendelea kutekeleza jukumu lake la kuratibu masuala ya muungano na kuimarisha ushirikiano kwa masuala yasiyo ya muungano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kutekeleza shughuli zifuatazo. Kwanza, kuratibu vikao vya kamati ya pamoja vya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kushughulikia masuala ya muungano, kuratibu utekelezaji wa masuala 22 ya muungano kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuanzisha kituo cha kumbukumbu cha nyaraka ya muungano Makavazi, kuratibu masuala ya kiuchumi na kijamii, kuratibu masuala sio muungano, kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya muungano,
kuandaa machapisho na kushiriki katika maadhimisho ya miaka 62 ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, na kukamilisha na kutumia mfumo wa kielektroniki wa uratibu wa taarifa masuala ya muungano na yasiyokuwa muungano. Hifadhi ya usimamizi endelevu wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha masuala ya hifadhi na usimamizi endelevu wa mazingira, ofisi imepanga kutekeleza shughuli zifuatazo kwa mwaka 2025/26: kuratibu utekelezaji wa sera taifa mazingira ya mwaka 21, sheria ya usimamizi wa mazingira sura 191, mpango kabambe wa hifadhi ya usimamizi wa mazingira 22 mpaka 2032, kutoa elimu kwa umma kuhusu hifadhi ya mazingira, kuendelea kuratibu utekelezaji wa mikataba ya kikanda na kimataifa inayohusu hifadhi ya usimamizi wa mazingira, kuendelea kuratibu miradi ya maendeleo inayohusu hifadhi ya mazingira, kuendelea kuratibu biashara ya kaboni nchini, na kuendelea kuhamasisha na kuratibu matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa taasisi zinazolisha watu zaidi ya 100. Uratibu wa shughuli za uchumi wa bluu. Kuratibu utekelezaji wa sheria wa sera ya taifa ya uchumi wa bluu ya mwaka 2024 na mkakati wa uchumi wa bluu wa mwaka 2024 mpaka 2034, ambapo kazi zilizopangwa kutekelezwa zinajumuisha kuratibu marekebisho ya sheria ya usimamizi na uendeshaji wa uvuvi wa bahari kuu sura ya 378, kuwezesha taasisi hiyo kusimamia rasilimali zote za uchumi wa bluu zilizopo katika eneo la ukanda wa bahari kuu na uchumi wa bahari na bahari kuu, na hivyo nchi kunufaika ipasavyo na rasilimali tulizonazo. Pia kuratibu maandalizi ya mpango wa kushirikisha jamii katika kuimarisha usalama wa maeneo ya maji, kuratibu maandalizi ya mpango maalum wa maeneo ya maji, kuratibu maandalizi ya mpango wa kuhamasisha uwekezaji kimkakati na jumuishi, na kuandaa mwongozo wa kufanya utafiti jumuishi miongoni mwa sekta za uchumi wa bluu. Kazi nyingine zitakazotekelezwa na ofisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi nyingine zitakazopangwa kutekelezwa na ofisi mwaka 2025 ni pamoja na kusimamia masuala ya utawala, management, rasilimali watu, kuratibu maandalizi ya nyaraka mbalimbali, kuandaa bajeti ya utekelezaji na utekelezaji mpango mbalimbali, kuelimisha umma kuhusu majukumu, sera na mikakati na programu zinazotekelezwa, ambapo ofisi kutoa huduma ya ushauri wa masuala ya kisheria, kufanya kaguzi za fedha, kushauri na kusimamia masuala ya ununuzi wa huduma na bidhaa, kuandaa taarifa za mapato na matumizi za fungu 26 kufanya ufuatiliaji wa tathmini ya utekelezaji majukumu ya ofisi na kutoa msaada wa kitaalamu katika masuala ya tehama. Kuratibu utekelezaji wa miradi ya hifadhi ya usimamizi wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka 2025/26 ofisi itaendelea kuratibu utekelezaji wa miradi ya kuhifadhi ya usimamizi wa mazingira kama ifuatavyo: mradi wa urejeshwaji endelevu wa mazingira ya hifadhi ya Baleinoe. Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo la mradi ni kuimarisha usimamizi wa jumuishi wa mazingira na urejeshwaji wa ardhi iliyoharibiwa ili kujenga uhimilivu wa mfumo wa ekolojia na jamii kwa ujumla nchini Tanzania. Mradi huu unatekelezwa katika halmashauri za wilaya ya Tanganyika, Sumbawanga na Mpimbwe katika bonde la Ziwa Rukwa, na halmashauri ya wilaya ya Mbeya, Mbarali, Waning'ombe na Iringa katika bonde la Ruaha Mkuu. Kwa mwaka 2025/26 kiasi cha shilingi bilioni 7.1 zimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za mradi huu. Mradi wa kujenga uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi katika mkoa wa Kigoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unalenga kuboresha mfumo wa ekolojia itakayoongeza ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi katika mkoa wa Kigoma, wilaya Kakoko, Kibondo na Kasulu, hivyo kuchangia moja kwa moja kuboresha mazingira katika maeneo husika. Katika mwaka wa fedha 2025/26 kiasi cha shilingi bilioni 17 kimetengwa kwa ajili ya shughuli za mradi huu. Mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi katika jamii zinazozunguka msitu wa Muyombo, Tanzania bara na Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo la mradi huu ni kupunguza athari na kuimarisha uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi katika jamii pamoja na ekolojia katika misitu ya Muyombo, Tanzania bara na maeneo kame ya Zanzibar. Mradi huu unatekelezwa katika misitu ya Muyombo iliyopo katika mikoa ya Tabora, Katavi, Rukwa na Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Katika mwaka wa fedha 2025/26 kiasi cha shilingi bilioni 1.2 kimetengwa kwa ajili ya kutekeleza shughuli za mradi huu. Mradi wa maandalizi ya taarifa ya tatu ya utekelezaji wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ni kwa ajili ya kuandaa taarifa ya tatu ya utekelezaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi katika mwaka wa fedha 2026 ambapo kiasi cha shilingi bilioni 1.4 kimetengwa. Mradi wa kujenga uwezo wa kitaifa kuandaa taarifa ya utekelezaji wa makubaliano ya Paris kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi mwanachama wa makubaliano ya Paris. Ili kuwezesha utekelezaji wa makubaliano hayo, ofisi iliratibu mradi kwenye lengo la kujenga uwezo wa taasisi katika utekelezaji wa makubaliano husika. Katika mwaka wa fedha 2026 kiasi cha shilingi bilioni 1.2 kimetengwa kwa ajili ya kutekeleza shughuli za mradi. Mradi wa kujenga uwezo wa kitaasisi kutekeleza mkataba wa Montreal
kuhusu udhibiti wa kemikali zinazomong'onyoa tabaka la ozoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi unaolenga kujenga uwezo wa kitaasisi kuwezesha utekelezaji wa itifaki ya Montreal kuhusu udhibiti wa kemikali zinazomong'onyoa tabaka la ozoni. Mradi huu unafadhiliwa na mfuko wa utekelezaji wa itifaki ya Montreal kupitia shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP. Katika mwaka wa fedha 2026 shilingi milioni 493 zimetengwa. Mradi wa usimamizi wa hifadhi ya ekolojia ya Ziwa Babati. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kurejesha ekolojia ya Ziwa Babati, ofisi imepanga kutekeleza mradi unaolenga kukabiliana na uharibifu unaotokana na shughuli za kibinadamu katika ziwa hilo. Katika mwaka 25/26 kiasi cha shilingi milioni 200 kimetengwa kwa ajili ya shughuli za mradi. Mradi wa usimamizi wa hifadhi ya ekolojia ya Ziwa Chala na Ziwa Jipe. Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo la mradi huu ni kuimarisha ekolojia ya usimamizi endelevu wa Ziwa Chala na Ziwa Jipe. Katika mwaka 25/26 kiasi cha shilingi milioni 200 zimetengwa. Mradi wa kuanzisha bustani ya kijani katika eneo la Swasa Mnarani Dodoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unahusu kuanzishwa kwa bustani ya kijani katika eneo oevu la Swasa Mnarani jijini Dodoma. Kwa mwaka 25/26 kiasi cha shilingi bilioni 2.5 kimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za mradi. Miradi mingine inayotekelezwa ni miradi ya ujenzi na ukarabati wa ofisi ya makazi ya Makamu wa Rais. Mheshimiwa, mradi huu ni kwa ajili ya kuwezesha ujenzi na ukarabati wa ofisi ya Mheshimiwa Makamu wa Rais kwa mwaka 25/26 ambapo kiasi cha shilingi bilioni 1.7 kimetengwa. Baraza la Taifa la Usimamizi Mazingira. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 25/26 baraza litaendelea kusimamia utekelezaji wa sheria za usimamizi wa mazingira sura 191 kwa kutekeleza shughuli zifuatazo: kuendelea kuratibu tathmini ya athari ya mazingira na kusajili wataalamu elekezo wa mazingira, kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya usimamizi wa mazingira, kufanya kaguzi za mazingira katika maeneo mbalimbali, kufanya tafiti mbalimbali za mazingira, kufanya mapitio ya ajenda ya taifa ya tafiti ya mazingira, kuratibu na kuendesha kongamano la 6 la sayansi kuhusu uhifadhi wa maeneo oevu na kuratibu utekelezaji wa programu ya binadamu na hifadhi hai. Hitimisho na shukurani. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio yaliyopatikana katika mwaka 2025 yamechangiwa na ushirikiano mzuri kutoka washirika wa maendeleo, sekta binafsi, taasisi za fedha nchini, asasi zisizo za kiserikali za ndani na nje ya nchi na wadau mbalimbali wa shirika wa maendeleo, kwani pamoja na Umoja wa Nchi za Falme za Kiarabu UAE, Umoja wa Nchi za Ulaya EU, Benki ya Dunia World Bank, Shirika la Fedha la Kimataifa IMF, serikali ya Norway, serikali ya Saudi Arabia, serikali ya Sweden, serikali ya Uingereza, mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa nchini, shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP, mfuko wa mazingira ya dunia GF, mfuko wa kimataifa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi AF, Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB, shirika la maendeleo ya Jumuiya ya Madola FCDO, shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya viwanda UNIDO, shirika la Umoja wa Mataifa la mitaji ya maendeleo UNCDF, shirika la uhifadhi wa mazingira duniani WWF, mfuko wa kimataifa wa kuendeleza kilimo IFAD, mfuko wa mabadiliko ya tabia nchi GCF, shirika la Umoja wa Mataifa la kilimo na chakula FAO, mfuko wa utekelezaji wa mkataba Montreal, mfuko wa dunia wa BNI GBFF, shirika la chakula duniani WFP, The Good Neighbors Global Impact Foundation ya Korea, Korea Investment Security na shirika la ushirikiano wa kimataifa la Ujerumani GIZ. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadau wote wa ndani ambao wamekuwa wakitoa msaada wa kitaalamu na rasilimali fedha katika kuunga mkono juhudi za serikali za kuimarisha hifadhi ya usimamizi wa mazingira. Wadau hao wanajumuisha taasisi za kifedha, sekta binafsi, mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na taasisi za mashirika ya umma. Aidha, natoa shukrani za dhati kwa mabalozi wa mazingira kwa mchango wao mkubwa katika kuhamasisha jamii kuhusu hifadhi na usimamizi wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kutumia fursa hii kuwaomba washirika wa maendeleo na wadau wengine kuendelea kushirikiana na ofisi katika kuimarisha muungano wetu na usimamizi wa mazingira na mabadiliko ya tabia endelevu ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kutoa shukrani hizo kwa washirika wa maendeleo, naomba sasa nichukue nafasi hii
kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Hamis Hamza Chilo, mbunge, naibu waziri ofisi ya makamu wa rais, muungano wa mazingira, kwa ushirikiano na msaada mkubwa anaonipa katika utekelezaji wa majukumu yangu ya kila siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile nitumie fursa hii kuwashukuru wasaidizi wangu katika utendaji kazi wa ofisi ya makamu wa rais, wakiongozwa na mhandisi Cyprian John Luhemeja, katibu mkuu, Bwana Abdalla Hassan Mitawi, naibu katibu mkuu muungano, Bibi Christina Solomon Mdeme, naibu katibu mkuu mazingira, Dr. Immaculate Sware Semesi, mkurugenzi mkuu wa NEMC, Profesa Eliakim Zahabu, kaimu mtendaji mkuu wa NCMC, wakuu wa idara na vitengo na wafanyakazi wote kwa mchango wao katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya ofisi. Aidha, mwanzoni mwa mwezi Aprili mwaka 2025, mhandisi Mwanasha Rajab Tumbo aliteuliwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa NEMC. Tunampongeza mhandisi Mwanasha na tunamtakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu ya bodi yake pamoja na wajumbe wa bodi hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa umuhimu mahsusi naomba kuwashukuru wananchi wa jimbo la Kikwajuni kwa kuendelea kuniamini, kuwatumikia kwenye nafasi ya ubunge pamoja na kunivumilia katika kipindi chote ambacho ninakuwa nje ya jimbo nikitekeleza majukumu mengine ya kitaifa. Aidha, nimetaarifiwa kuwa hivi sasa wanaendelea kufuatilia mubashara katika tukio hili wasilishaji wa bajeti hii kutokea kule jimboni. Hivyo ninawashukuru sana kwa upendo mkubwa wao kwangu, na mimi ninawaahidi nitaendelea kuwatumikia kwa uadilifu mkubwa na sitawaacha mkono, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho lakini si kwa umuhimu, napenda kuishukuru familia yangu pendwa, nikianza na mke wangu mpenzi Thania Ali Abdalla, na watoto wetu Riziki Hamad Masauni, Asha Hamad Masauni na Barik Hamad Masauni, kwa upendo wao unaonipa nguvu ya kutekeleza majukumu yangu vema. Maombi ya fedha kwa mwaka 2025/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi bilioni 19,946,399,099 kwa ajili ya matumizi ya fungu 26 ofisi binafsi ya Mheshimiwa Makamu wa Rais, na shilingi bilioni 61,917,791 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na ya maendeleo ya fungu 31. Kati ya kiasi kinachoombwa kwa fungu 26, shilingi bilioni 1,66,899,000 ni kwa ajili ya mishahara, na shilingi bilioni 18,879,500,000 ni kwa matumizi mengineyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, maombi ya fedha ya fungu 31 yanajumuisha matumizi ya kawaida shilingi bilioni 28,858,213,000, ambapo kati ya fedha hizo shilingi bilioni 10,907,597,000 ni mishahara ya ofisi ya Makamu wa Rais na Baraza la Taifa la Hifadhi ya Usimamizi wa Mazingira NEMC, na shilingi bilioni 17,950,616,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Aidha, fedha za miradi ya maendeleo zinajumuisha shilingi bilioni 4,602,000, fedha za ndani shilingi bilioni 28,457,578,000 ikiwa ni fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuhitimisha kwa kutoa shukurani zangu za dhati kwako wewe na kwa waheshimiwa wabunge wote kwa kunisikiliza. Aidha, hotuba hii inapatikana katika tovuti ya ofisi www.vpo.go.tz. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na hoja imeungwa mkono. Nimwite sasa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, Utawala, Katiba na Sheria. Kwa niaba yake Mheshimiwa Daktari Oscar Shengoma Kikoyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote naomba kutaarifu
bunge lako tukufu, taarifa hii yote ingie kwenye kumbukumbu rasmi za Bunge. Taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria kuhusu utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira kwa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio na mapato ya matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 118 kanuni ndogo ya 9 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2024, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria kuhusu utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira kwa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio na mapato na matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kukidhi masharti yaliyokusudiwa na kanuni ya 118 kanuni ndogo ya 9 ya kanuni za Bunge, taarifa hii imegawanyika katika sehemu zifuatazo. Sehemu ya kwanza inatoa maelezo ya jumla kuonesha misingi na muundo wa taarifa pamoja na namna kamati ilivyofanya kazi yake. Sehemu ya pili inahusu uchambuzi na utekelezaji wa bajeti kwa kuangalia mwenendo na upatikanaji wa fedha za bajeti, utekelezaji wa miradi ya maendeleo na uzingatiaji wa ushauri na maoni ya kamati. Sehemu ya tatu inahusu uchambuzi na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Sehemu ya 4 inahusu majumuisho ya maoni na ushauri wa kamati. Na mwisho, sehemu ya 5 ni hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, msingi wa kamati kufanya uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa bajeti na makadirio ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira ni kwa mujibu wa kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari mwaka 2024 kifungu cha 6 kifungu kidogo cha pili kikisomwa pamoja na kifungu cha 7 kifungu kidogo cha kwanza cha nyongeza ya 8 ya kanuni za kudumu za Bunge zinazotambua jukumu la kamati kufanya uchambuzi huu. Aidha, kanuni ya 118 kifungu kidogo cha 4 cha kanuni za kudumu za Bunge imeweka masharti yanayotaka taarifa ya utekelezaji na makadirio ya ofisi hii kuchambuliwa na kamati kabla ya kujadiliwa bungeni. Naomba kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa masharti hayo yote yamezingatiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika uchambuzi huo kamati ilipitia jumla ya mafungu mawili ambayo ni fungu la 26 ofisi binafsi ya makamu wa rais na fungu 31 ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Matokeo ya uchambuzi na tathmini. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya uchambuzi wa taarifa za utekelezaji wa bajeti na makadirio ya mapato na matumizi yanayoweka misingi wa ushauri wa kamati kuhusu hoja ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Kwa sababu hiyo, ili kuwezesha ufuatiliaji mzuri wa wasilisho hili, naomba kubainisha mambo makuu matatu yaliyochambuliwa kama ifuatavyo. Namba 1 ni mwenendo wa upatikanaji wa fedha za bajeti ya matumizi ya kawaida na bajeti ya maendeleo. Namba 2, taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo chini ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Na namba 3, uzingatiaji wa maazimio ya bunge hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu namba 26 ofisi binafsi ya makamu wa rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2024-2025 fungu hili liliidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 16,969,208 Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 989.20 ni mishahara na bilioni 13.49 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Februari 2025 fungu hili lilipokea jumla ya shilingi bilioni
4.29 sawa na asilimia 66.6 ya bajeti iliyoidhinishwa na bunge hili, ambayo kati ya fedha hizo shilingi milioni 473,715,000 ilikuwa ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 10.82 ikiwa ni kwa ajili ya matumizi mengineyo OC. Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu 31 ofisi ya makamu wa rais Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2024-2025 fungu hili lilidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 14.84. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 14.14 ikiwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambapo shilingi bilioni 3 ilitengwa kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 14 ilitengwa kwa ajili ya matumizi mengine. Aidha, shilingi bilioni 700 ambayo ni sawa na asilimia 4.2 ilitengwa kwa ajili ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Februari 2025 ofisi ya makamu wa rais Muungano na Mazingira ilipokea jumla ya shilingi bilioni 8.31 kwa ajili ya matumizi ya kawaida ambayo ni sawa na asilimia 58.8 ya bajeti iliyoidhinishwa, na shilingi milioni 122.08 sawa na asilimia 17.4 ilipokelewa kwa ajili ya maendeleo. Mchanganuo wa fedha hizo kwa taasisi za ofisi ya makamu wa rais Muungano na Mazingira ni kama inavyoonekana katika jedwali namba 1 na jedwali namba 2 iliyopo kwenye taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla mwenendo wa upatikanaji wa fedha katika ofisi ya makamu wa rais Muungano na Mazingira ni wa kuridhisha kama inavyoonekana katika jedwali namba 1, isipokuwa katika fedha za miradi ya maendeleo ambazo kamati ilielezwa kwamba sababu ya upungufu wa upatikanaji wa fedha za ndani za maendeleo umetokana na mkandarasi kutowasilisha hati za malipo kwa serikali ili hazina iweze kutoa fedha za kumlipa mkandarasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha kamati ilielezwa kwamba mkandarasi ameshawasilisha serikalini hati ya pili ya malipo, na hivyo hadi mwisho wa mwezi huu serikali kupitia mfuko mkuu wa hazina itakuwa imeshamlipa na hivyo kumwezesha kuendelea na kazi zilizobaki katika miradi ya maendeleo iliyotekelezwa na wizara hii. Tathmini ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya makamu wa rais Muungano na Mazingira kwa mwaka wa fedha 2024 ilidhinishiwa jumla ya milioni 700 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mchanganuo wa fedha hizo unaonekana katika jedwali namba 3 lililopo kwenye taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilichambua utekelezaji wa bajeti ya miradi ya maendeleo inayosimamiwa na wizara na kubaini yafuatayo: ujenzi wa ukarabati wa ofisi ya makazi ya makamu wa rais
mradi namba 6309. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa ujenzi na ukarabati wa ofisi na makazi ya makamu wa rais uliopo Lithuli jijini Dar es Salaam na Mtumba jijini Dodoma umekamilika kwa asilimia kubwa, ambapo hadi kufikia Februari 2025 wizara imetekeleza shughuli zifuatazo. Namba 1, ujenzi wa jengo la ofisi ya makamu wa rais katika mji wa serikali Mtumba, ambapo mpaka kufikia Februari mwaka 2025 hatua iliyofikiwa katika ujenzi huo ni asilimia 85. Namba 2, ukarabati wa majengo ya ofisi ya makamu wa rais iliyopo Lithuli, Dar es Salaam. Wizara inaendelea na ujenzi wa eneo la kuegesha magari, ujenzi wa mfumo wa maji safi na maji taka, ujenzi wa lifti na uwekaji mifumo ya umeme, na hadi kufikia Februari mwaka 2025 ujenzi ulikuwa umekamilika kwa asilimia 69. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali kwa kukamilisha sehemu kubwa na kusisitiza utekelezaji sehemu ya miradi iliyobakia kama walivyotengewa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa uchambuzi wa bajeti ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira kwa mwaka wa fedha 2024-2025, kamati ilitoa maoni, ushauri na mapendekezo mbalimbali ili kuboresha utekelezaji wa bajeti ya ofisi hiyo. Naomba kulitaarifu bunge lako tukufu kwamba kwa sehemu kubwa serikali imezingatia maoni na ushauri wa kamati. Uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi ya fedha mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, matumizi ya kawaida. Katika mwaka wa fedha 2025-2026, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira pamoja na taasisi zilizoko chini yake inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 38.10 ikiwa ni fedha za matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 2.76 ni mishahara na shilingi bilioni 35.33 ni matumizi mengineyo kama ambavyo imechanganuliwa katika jedwali namba 4 lililopo kwenye taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya matumizi ya kawaida katika mwaka wa fedha 2025-2026 imeongezeka kwa asilimia 18.36 ikilinganishwa na mwaka wa fedha unaoishia. Kamati imebaini kwamba moja kati ya sababu ya ongezeko hili limechangiwa na sababu mbalimbali ikiwemo kupanda kwa bei ya bidhaa. Hata hivyo, kamati inaishauri serikali kuhakikisha kwamba fedha zinazoombwa zitumike vizuri, na ili kuhakikisha hili linatekelezwa ipasavyo, na serikali kuhakikisha kwamba imewasilisha mbele ya kamati taarifa mbalimbali za utekelezaji wa bajeti kwa mujibu wa sheria. Miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-2026, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 1.7 ambazo ni fedha za ndani kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maendeleo ya ujenzi wa ukarabati wa ofisi na makazi ya makamu wa rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya maendeleo katika mwaka wa fedha 2025-2026 imeongezeka kwa shilingi bilioni 1 sawa na ongezeko la asilimia 41 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha unaoisha. Kamati ilielezwa kwamba ongezeko hili la bajeti limechangiwa na ongezeko la bei za bidhaa za ujenzi kama inavyoonyeshwa kwenye jedwali namba 5 lililopo kwenye taarifa hii ya kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inapongeza jitihada za serikali kuendelea kupanga bajeti ili kutekeleza miradi yake kwa kutumia fedha za ndani pekee bila kutegemea fedha za kutoka nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, maoni, ushauri wa kamati. Maoni ya jumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia majadiliano ya kina kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira kwa mwaka wa fedha 2025-2026, kamati inatoa maoni, ushauri na mapendekezo ya jumla kwa mafungu yote kama ifuatavyo. 1.
serikali kushindwa kupeleka bajeti iliyoidhinishwa kwa wakati kwa wizara huweza kuchangia kupunguza kasi na ufanisi wa utendaji kazi wa ofisi hii. Namba 2, kutokutolewa kwa fedha za maendeleo kwa wakati kunapelekea miradi ya maendeleo kutokamilika kwa wakati na hivyo kuchelewesha utoaji wa huduma kwa wananchi uliokusudiwa. Ushauri mahususi fungu kwa fungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu 31, ofisi ya makamu wa rais. Serikali ihakikishe kwamba inatoa fedha za maendeleo na matumizi mengineyo ili kuwezesha wizara hii, taasisi na idara zilizoko chini yake kutekeleza majukumu yake kwa wakati na kwa ufanisi. Namba 2, serikali ifanye tathmini ya utekelezaji na mafanikio wa miradi ya maendeleo inayohusu muungano. Namba 3, serikali ihakikishe inasimamia kikamilifu mchakato wa kuanzishwa kwa kituo cha kumbukumbu na nyaraka za muungano wa Tanganyika na Zanzibar, Makavazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hitimisho. Napenda kukushukuru wewe binafsi, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika na wenyeviti wote wa Bunge kwa uongozi wenu na kutupatia nafasi ya kuwasilisha taarifa hii. Napenda kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria ambao maoni, ushauri na ushirikiano wao umewezesha kamati kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi wa hali ya juu na hatimaye kukamilika kwa taarifa hii. Naomba majina yao yote yaingizwe kwenye taarifa rasmi ya Bunge kama yalivyowasilishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wajumbe wa kamati, naomba nichukue fursa hii kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Hamadi Masauni, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, na Mheshimiwa Hamza Hamis, mbunge, naibu waziri wa nchi, makamu wa rais, muungano na mazingira, kwa ushirikiano wao ambao wametupatia wakati wote wa kuandaa taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia niwashukuru watendaji wote wa wizara pamoja na taasisi zake kwa ushirikiano wanaoipatia kamati, wakiongozwa na katibu mkuu ofisi hiyo Mhandisi Cyprian John Ruhemeja, naibu katibu mkuu muungano ndugu Abdalla Hassan Mitawi na naibu katibu mkuu mazingira Bi Christine Salomoni Mdeme. Mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini sio kwa umuhimu, napenda kumshukuru katibu wa Bunge ndugu Baraka Renard kwa kuratibu vyema shughuli za kamati na Bunge kwa mujibu wa katiba ya nchi. Aidha, kiupekee na washukuru sekretarieti ya kamati kwa kuratibu shughuli za kamati na kufanikisha kwa kukamilisha kwa kiasi kikubwa na kwa weledi mkubwa taarifa hii. Na nichukue fursa hii kuwashukuru wana jimbo wa Muleba, wapiga kura wangu, jimbo la Muleba Kusini, wilaya ya Muleba kwa ujumla wake, kwa upendo wao. Ni kwa upendo huo nasimama hapa mbele yako Mheshimiwa Mwenyekiti, na waomba waendelee kuniamini kwa kipindi kingine ili niendelee kuwatumikia kama mbunge wao kwa maendeleo ya jimbo la Muleba Kusini. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo haya, sasa naliomba bunge lako tukufu likubali kujadili na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Asante sana Daktari Oscar Kikoyo. Nimwite sasa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, maji na mazingira. Kwa niaba yake atawasilishwa na Asia Sharif Omar.
Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na uhai na kuweza kukutana siku hii ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba taarifa hii yote ingie kwenye kumbukumbu ya taarifa rasmi za Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 118(9) kanuni ya kudumu ya Bunge toleo la Februari 2023, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya maji na mazingira kuhusu utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya makamu wa rais mazingira kwa mwaka wa fedha 24-25 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu 3 zifuatazo. Sehemu ya kwanza, natoa maelezo ya jumla na kuonesha misingi ya muundo wa taarifa pamoja na namna ya kamati ilivyoweza kufanya kazi. Sehemu ya pili inabainisha uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 24-25 na makadirio ya matumizi kwa mwaka wa fedha 25-26. Sehemu ya tatu inabainisha maoni ya ushauri wa kamati na kumalizia kwa hitimisho. Matokeo ya uchambuzi wa taarifa za utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 24-25. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilizingatia kanuni ya 117(2) ya kanuni za kudumu ya Bunge toleo la Februari 23 na kufanya uchambuzi wa taarifa ya fedha 24-25 katika kamati ili kwenye maeneo yafuatayo. Uzingatiaji wa ushauri ulitolewa na kamati kwa mwaka wa fedha 24-25. Hali ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyoidhinishwa fedha kwa mwaka wa fedha 24-25. 3. Upatikanaji wa fedha kutoka hazina. Uzingatiaji wa ushauri ulitolewa na kamati kwa mwaka wa fedha 24-25. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 24-25 kamati ilitoa ushauri katika maeneo 10. Naomba kulitaarifu Bunge lako tukufu kwamba sehemu ya ushauri na sehemu nyingine ya utekelezaji unaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfano wa ushauri uliotekelezwa kwa sehemu ya mchakato wa kulifanyia marekebisho sheria ya usimamizi wa mazingira ili kuendana na sera ya taifa ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2021. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika suala hili naomba kulikumbusha Bunge lako tukufu kwamba katika mkutano wa 18 Bunge lilifanya marekebisho madogo ya sheria ya usimamizi wa mazingira sura ya 191, ya sheria ya usimamizi wa mazingira sura ya 191 ambapo waziri aliahidi kuwasilisha miswada yenye marekebisho makubwa yatakayoongeza ufanisi katika usimamizi wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi. Aidha, waziri alieleza Bunge na ameendelea kulihakikishia kamati kuwa miswada ya marekebisho hayo aliwasilisha wakati wa mkutano wa 19 wa Bunge. Hivyo ni matumaini ya kamati kwamba ofisi ya makamu wa rais mazingira itatekeleza ahadi ya kuwasilisha miswada miwili inayohusu uchumi wa buluu na uundwaji wa mamlaka ya uhifadhi wa usimamizi wa mazingira nchini NEMA. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfano ushauri wa kamati unaoendelea kutekelezwa na ofisi ya makamu wa rais na mazingira kuendelea kutoa elimu kuhusu uhifadhi wa mazingira kwa umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, mara zote ushauri unapotolewa bungeni unalenga kuboresha shughuli za umma kwa maslahi ya wananchi. Hivyo kuzingatiwa kwa ushauri huo kunatimiza azma ya kuboresha ustawi wa wananchi. Aidha, kwa kuchelewa kuzingatia ushauri,
Hatari yake ni kutoboresha shughuli za umma kwa wakati. Hali ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilizingatia masharti ya kanuni ya 117(1) ya kanuni za kudumu za Bunge. Toleo la Februari 2023 kwa kutembelea na kukagua utekelezaji wa miradi miwili kati ya miradi 16 ya maendeleo iliyotengewa fedha nchini ya Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi miwili iliyotembelewa na kukaguliwa kamati ni kama hivi ifuatavyo: urejeshwaji uendelevu wa mazingira na hifadhi ya Boyani katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika. Pili, mradi wa kurejesha ardhi iliyoharibika na kuongeza usalama wa chakula katika maeneo kame ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, maelezo ya kina kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo yanapatikana katika ukurasa wa 6 wa taarifa ya maoni ya kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali kwa kuendelea na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali kwa kuendelea na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hata hivyo, kamati haikuridhishwa na wigo wa utekelezaji wa baadhi ya miradi ya maendeleo kama vile mradi wa bwawa la Sigiri na josho la mifugo katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika. Kutoridhishwa na huku kutokana na kamati kuwa na matarajio makubwa kuwa Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira itaratibu miradi mfano kugusa wananchi wengi zaidi. Upatikanaji wa fedha kutoka hazina. Mheshimiwa Mwenyekiti, upatikanaji wa fedha ni hatua muhimu katika utekelezaji wa bajeti. Aidha, uzoefu wa kiwango cha fedha kinachopatikana kwa mwaka mmoja ni muhimu katika uamuzi wa makadirio ya matumizi kwa mwaka unaofuata. Kwa mantiki hiyo, kamati ilifanya uchambuzi wa hali ya upatikanaji wa fedha kwa bajeti ya mwaka wa fedha 24-25. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya uchambuzi yanaonesha mambo yafuatayo: hali ya upatikanaji wa fedha matumizi ya kawaida. Hadi mwezi Februari 25, upatikanaji wa fedha za matumizi ya kawaida kutoka hazina ulikuwa ni shilingi bilioni 680,826 sawa na 76.1% kwa mishahara ya idara ya mazingira, ni shilingi bilioni 3,662,047 sawa na 63% kwa mishahara ya NEMKI, na shilingi bilioni 2,902,364 sawa na 98% kwa shughuli za uendeshaji wa OC. Kwa jumla, upatikanaji wa fedha za uendeshaji wa shughuli za idara ya mazingira NEMKI ulifikia shilingi bilioni 7,245,237,780 sawa na 75% ya kiasi kilichoidhinishwa kwa ajili hiyo. Mwenendo huo unaashiria utekelezaji mzuri wa bajeti uliotarajiwa kwa mwaka wa fedha 24-25 kwa fedha za matumizi ya kawaida. Hali ya upatikanaji wa fedha za miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya uchambuzi wa hali ya utekelezaji wa miradi yanaonesha mambo yafuatayo: moja, kwa ujumla kamati imebaini ucheleweshwaji wa fedha za miradi za maendeleo na utolewaji mdogo wa fedha za ndani. Kwa mfano, hadi Februari 2025 fedha za ndani zilizotolewa ni shilingi bilioni 499 sawa na 17% tu ya bajeti iliyoidhinishwa na Bunge kwa ajili hiyo. 2, fedha za nje kwa ajili ya miradi ya mazingira zimepatikana shilingi bilioni 9,940,230 sawa na 54% ya bajeti iliyoidhinishwa na Bunge. Kiwango cha uwiano upatikanaji wa fedha kimepungua kwa 10% ikilinganishwa mwaka wa fedha 2023-2024 ambapo hadi mwezi Februari 2024 kiwango kilichopokelewa kilikuwa shilingi bilioni 9,710,000
sawa na asilimia 64 ya bajeti iliyoidhinishwa na Bunge. Baadhi ya miradi haikupokea fedha kabisa kama ilivyoidhinishwa na Bunge. Kwa mfano, mradi wa kujenga ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi katika mkoa wa Kigoma haukupokea fedha kabisa. Jumla ya fedha iliyopatikana kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya mazingira hadi Februari 25 ni shilingi bilioni 10,439,230 sawa na asilimia 49, ambayo ni ndogo ikilinganishwa na asilimia 66.6 iliyopaswa kufikiwa kwa kipindi kama hicho. Hali hiyo ni dalili ya wazi kwamba upo uwezekano wa miradi mingi ya mazingira kutokamilika kama ilivyokusudiwa kufikia Juni 25. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla mtiririko wa fedha za utekelezaji wa miradi wa maendeleo hauridhishi. Aidha, upatikanaji wa fedha za ndani ni mdogo zaidi, hali inayoashiria uwepo wa msukumo mdogo wa kifedha katika utekelezaji wa miradi ya mazingira. Uchambuzi wa mabadiliko ya matumizi kwa mwaka wa fedha 2020-2025-26 matumizi kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, uchambuzi wa makadirio ya matumizi kwa ofisi ya Makamu wa Rais mazingira ulifanyika kwa kuzingatia kazi zilizopangwa kutekelezwa kwa mwaka huo wa fedha. Umakini zaidi uliwekwa kwa maeneo yafuatayo: makadirio ya matumizi kwa ajili ya kuharamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Pili, makadirio ya matumizi kwa ajili ya mshahara wa idara ya mazingira NEMKI na uendeshaji wa shughuli zinazohusu masuala ya mazingira OC. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchambuzi wa maeneo hayo unafanyika kwa kuzingatia ahadi iliyotolewa kwa wananchi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ahadi hiyo ilihusu kukuza uchumi wa kisasa, funganishi, jumuishi na shindani kwa kuzingatia kipaumbele katika kuimarisha usimamizi wa uhifadhi wa mazingira na uwezo wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka wa fedha 25-26 ofisi ya Makamu wa Rais mazingira imetengewa jumla shilingi bilioni 31,359,578 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maendeleo. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 2,902,000 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 28,457,578 ni fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya maendeleo katika mwaka wa fedha 25-26 imeongezeka kwa shilingi bilioni 10,151,737 sawa na asilimia 47.9 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha unaoishia 24-25. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchambuzi wa kamati unaonyesha kuwa bajeti ya maendeleo imeongezeka kwa asilimia 47.9 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha unaoishia. Bajeti ya fedha za nje imeongezeka kwa shilingi bilioni 10,151,737 sawa na asilimia 55.5, huku bajeti ya ndani haikuongezeka ikilinganishwa na fedha za maendeleo zilizoahirishwa na Bunge kwa mwaka wa fedha 24-25 maendeleo zilizoidhinishwa na Bunge kwa mwaka wa fedha 24-25. Upangaji wa bajeti ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 25-26 haujazingatia ipasavyo hali ya upatikanaji wa fedha unaotokana na mwaka wa fedha 24-25. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali kwa kuona umuhimu wa kuongeza bajeti ya maendeleo kwa ofisi ya Makamu wa Rais mazingira. Ni matarajio ya kamati kwamba serikali itatoa fedha hizo kama zilivyopangwa na kwa wakati ili kutekeleza mpango kazi wake. Uchambuzi wa makadirio ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 25-26 ofisi ya Makamu wa Rais mazingira inaomba kuidhinishiwa na Bunge lako tukufu jumla ya shilingi bilioni 12,395,000
na 23 ikiwa ni fedha kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo bilioni 1,117 na 37 ni fedha za mishahara kwa idara ya mazingira. Shilingi bilioni 6,675 287 ni fedha za mishahara kwa NEMKI, na shilingi bilioni 4,605 696 ni fedha inayoomba kwa ajili ya matumizi mengineyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchambuzi wa kamati unaonesha kuwa bajeti ya matumizi ya kawaida kwa mwaka wa fedha 24/25 imeongezeka kwa asilimia 28.2 ikilinganishwa na mwaka wa fedha unaoisha ambapo bajeti ya matumizi ya kawaida ilikuwa shilingi bilioni 9,670,266. Kamati imebaini kwamba miongoni mwa sababu zilizopelekea ongezeko hili ni kuongezeka kwa nafasi za ajira kwa watumishi katika sekta ya mazingira ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya sekta hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya fedha inayoombwa na Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira kwa mwaka wa fedha 25/26 ni shilingi bilioni 43,757,601. Kiasi hiki ni sawa na ongezeko la asilimia 41.7 ya bajeti ya ofisi hiyo iliyoidhinishwa na Bunge kwa mwaka wa fedha 24/25. Aidha, kamati ilifanya ulinganisho wa bajeti ya taifa na bajeti ya Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira kwa mwaka wa fedha 25/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia ulinganisho huo, kamati ilibaini kuwa bajeti ya Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira ni asilimia 0.8 ya bajeti yote ya taifa. Hii ni sawa na ongezeko la asilimia 0.02. Mheshimiwa Spika, matokeo hayo kwa jumla yanatoa taswira ya namna Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira ilivyojipanga kusimamia mazingira. Aidha, kamati ina maoni kuwa utekelezaji wa mpango wa serikali kuhusu masuala ya mazingira uendelee kupewa kipaumbele. Maoni na ushauri wa kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo kuu la taarifa hii ni kubainisha maoni na ushauri wa kamati ili kuwezesha majadiliano ya Bunge. Kamati inaamini kuwa maelezo yaliyotolewa ndani ya taarifa hii yatakuwa na msaada muhimu kwa Bunge. Pamoja na majadiliano kuhusu hoja hii, upo umuhimu wa kuzingatia maoni na ushauri unaotolewa katika taarifa hii kwa lengo la kuboresha shughuli zinazohusu usimamizi wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya uchambuzi wa kina kuhusu utekelezaji wa bajeti Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira fungu 31 kwa mwaka wa fedha 24/25 na makadirio ya matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 25/26, naomba kubainisha maoni ya kamati kama ifuatavyo. Fedha zinazotengwa kutekeleza baadhi ya miradi ya maendeleo hazitoshi na hazikizi dhamira ya serikali ya kuwa na miradi ya kielelezo kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais, hususan katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Utolewaji mdogo wa fedha za ndani kwa miradi ya maendeleo hauoneshi msukumo wa kutosha wa serikali katika sekta ya mazingira, na hiyo kuchelewesha utekelezaji wa miradi. Kutosimama kwa mfumo wa kitendaji uratibu hafifu katika utekelezaji wa miradi maendeleo nasababisha miradi hiyo kutotelekezwa kwa ipasavyo ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Manufaa ya biashara ya kaboni ni kichocheo katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Marekebisho makubwa ya sheria za usimamizi wa mazingira sura 191 yataongeza hamasa katika usimamizi wa hifadhi wa mazingira nchini. Ushauri wa kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inashauri mambo yafuatayo. Serikali itenge fedha za kutosha katika utekelezaji wa miradi mahususi ya maendeleo ili kutanua wigo katika utekelezaji wa miradi hiyo ya kunufaisha wananchi wengi zaidi.
B. Serikali ihakikishe kuwa fedha inayoidhinishwa na Bunge inatolewa kwa wakati na ukamilifu ili kufanikisha mipango iliyowekwa katika usimamizi wa mazingira. C. Ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa miradi hususan ya ufugaji, ofisi ya makamu wa rais na mazingira. 1. Ihakikishe kabla ya kutekeleza miradi tafiti zinafanyika ili kubaini iwapo mradi utafikia malengo yaliyotarajiwa. 2. Ishirikishe wizara za kisekta katika kutekeleza miradi mahususi ili kubaini maeneo sahihi yanayohitaji kunufaika zaidi kwa miradi hiyo. 3. Ishiriki pasavyo katika hatua zote za utekelezaji wa miradi ili kuhakikisha miradi inatekelezwa kama ilivyokusudiwa na ifanye ufuatiliaji wa karibu kwa kila hatua ya miradi. Ofisi ya makamu wa rais iendelee kuhamasisha vijiji vingi zaidi kujihusisha na biashara ya kaboni ili manufaa yatakayopatikana katika biashara hiyo yawe chachu katika maendeleo ya vijiji husika. Kwa dhamira ya ulinzi, uhifadhi bora wa mazingira na udhibiti wa mabadiliko ya tabia ya nchi, ofisi ya makamu wa rais mazingira ihakikishe mchakato wa kufanya marekebisho makubwa katika sheria ya usimamizi wa mazingira na kuwasilisha miswada ya marekebisho hayo bungeni wakati wa mkutano huu wa 19 wa bunge kama alivyoahidi wakati wa mkutano wa 18 wa bunge. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya kamati, kwa mara nyingine tena napenda kukupongeza tena kwa uongozi wako madhubuti. Kamati yangu inakuahidi ushirikiano wa hali ya juu na tunakuombea afya njema, maisha marefu na mafanikio katika utekelezaji wa majukumu yako. Aidha, namshukuru na kumpongeza naibu spika pamoja na wenyeviti wote wa bunge kwa kulisaidia katika kuliwezesha bunge hili kutekeleza wajibu wake na kulisimamia na kuishauri serikali kwa ustadi wa hali ya juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa moyo wa dhati kabisa napenda kumshukuru Mheshimiwa Jackson Kiswaga mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira, kwa kuniamini mimi Asia Sharif Omar, mbunge wa viti maalum wa Chama cha Mapinduzi kutoka mkoa wa Kaskazini Pemba, kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha taarifa ya maoni ya kamati kwa niaba yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuwashukuru wajumbe wenzangu wa kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira ambao maoni, ushauri na ushirikiano wao umewezesha kamati kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na hatimaye kukamilika kwa taarifa hii. Naomba majina yao yaingie kwenye kumbukumbu za taarifa rasmi za bunge kama yalivyowasilishwa katika taarifa ya kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wajumbe wa kamati naomba nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Hamadi Yusuf Masauni mbunge, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, na Mheshimiwa Hamisi Hamza Hamisi mbunge, naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kwa ushirikiano katika wasilishaji wa makadirio na matumizi ya ofisi ya makamu wa rais mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia niwashukuru watendaji wote wa ofisi ya makamu wa rais pamoja na taasisi zake wakiongozwa na katibu mkuu mhandisi Cyprian Luhemeja kwa ushirikiano waliotupatia kamati katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho kabisa naomba nimshukuru katibu wa bunge ndugu Baraka Leonard kwa umakini na weledi katika kuratibu shughuli za kamati, ikiwa ni pamoja na kuwezesha kamati kutekeleza majukumu yake bila ya kukwama. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo sasa naliomba bunge lako tukufu likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya makamu wa rais mazingira kwa mwaka wa fedha 25-26 kama ilivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Asia Sharif Omar kwa kusoma hii taarifa ya kamati vizuri sana.
Waheshimiwa wabunge, tunakwenda kwenye hatua ya pili, hatua nyingine ya uchangiaji, na yule mwenyekiti aliyesifiwa ndio ataanza kuongoza uchangiaji. Kwa hiyo tunamwita sasa Mheshimiwa Jackson Gideon Kiswaga, atafuatiwa na Mheshimiwa Ali Hassan Omar King. Mheshimiwa Simai Hassan Sadiki ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi leo ili mimi pia niwe mchangiaji wa kwanza kwenye hoja iliyoko mezani, hoja ya ofisi ya makamu wa rais mazingira, hoja muhimu sana, hoja nyeti inayohusu masuala ya mazingira. Nianze kwanza kabisa kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu pendwa kabisa, mwana mazingira namba 1, mtu anayependa mazingira. Tunamshukuru kwa sababu tumeona dhamira yake ya kweli ya kutaka kuyaboresha mazingira ya Tanzania. Kwanza kwa nafasi pia aliyopewa kuwa kinara wa Afrika kwenye masuala ya nishati safi ya kupikia, lakini na zile hamasa ambazo umeendelea kuzitoa mara kwa mara kuhakikisha kwamba taifa letu linabaki kuwa salama katika eneo la mazingira. Niombe tu Watanzania wenzangu tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwenye ajenda ya mazingira ya kuhakikisha kwamba taifa hili linaendelea kudumu na kuishi. Lakini pia nimpongeze waziri Dr. Engineer Masauni pamoja na watendaji wote walio chini yake. Sitataja moja moja kwa masuala ya muda. Ni waziri mgeni kwenye wizara hii, sasa ameshaanza kuzoea, lakini tumeona ushirikiano wake na kamati ni mzuri na tunaelewana katika kila jambo ambalo tunalipanga. Lakini pia nichukue fursa hii kumpongeza sana mwenyekiti wa bodi mpya NEMKI, mhandisi Mwanasha Tumbo. Mimi kama Jackson Kiswaga na mwenyekiti wa kamati hii ninamwamini sana, kwa maana kwa kipindi cha miaka 2 na zaidi nimefanya naye kazi kwa karibu, nimeshirikiana naye. Kwa kweli ni mtu rahimu, anayejua kazi yake, anayependa kazi yake, na ninaamini hicho kiti alichopewa na Mheshimiwa Rais atakitendea kazi vizuri. Lakini pamoja na wajumbe ambao watamsaidia kwenye hiyo bodi, ikiwa ni pamoja na mpiga kura wangu wakili msomi ndugu yangu Alex Mgongoro, tunatoka jimbo la Kalenga. Mimi na yeye tuliachiana jimbo, na sasa najua huku atatumia hiyo nafasi kunishauri vizuri zaidi namna ya kuisimamia pia wizara. Sasa nitajielekeza kwenye upande wa mazingira. Kamati hii imegawanyika sehemu mbili, kwa maana iko kamati inayoangalia muungano na mimi naangalia masuala ya mazingira. Tukianza kuzungumzia mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi ni jambo halisi. Mabadiliko ya tabia nchi ni janga la dunia, na kwa kweli sisi kama kamati ya bunge ya kudumu ya mazingira tunaona kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni janga la dunia, na hivyo ni swala la usalama wa taifa. Sasa sijasema ni idara ya usalama wa taifa, ila nasema ni swala la usalama wa taifa, kwa sababu madhara yake yanayopelekea watu kupoteza maisha ambayo tunaona katika nchi nyingine, sisi tumeona tuipe hadhi idara ya mazingira kama hili swala ni la usalama wa taifa. Kwa nini tunasema hiyo? Nitatolea mfano. Mwaka jana wakati nimehudhuria mkutano mmoja kwenye wakala wa kimataifa wa nishati jadidifu pale Abu Dhabi, nikaona dada mmoja analia kutoka Chad namna gani mabadiliko ya tabia nchi yalivyoathiri nchi yake. Na mimi baadaye nikajipa muda kwenda kwenye mitandao kuona nini kimeendelea. Nikagundua kwamba kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira katika nchi yake, miji mingi ya nchi ile joto limekuwa juu sana. Nikaangalia kwa mfano Fire Lagoon, nikaona joto limefika 51%. Nikaangalia pale Jamena, nikaona joto limefika, nyuzi joto zimefika 50%. Nikaangalia pale Momodu, nikaona joto limefika 46%. Nilivyoambiwa watu wamepoteza maisha, watu wamekufa kwa wingi, sikuona jambo la ajabu. Lakini ukiangalia kwenye taarifa kuanzia mwezi wa 7 mpaka sasa, wanasema zaidi ya watu 576 wamekufa kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamesababisha joto sana kuongezeka, mafuriko na mambo mengine. Lakini mifugo zaidi ya 72,000
imekufa na watu zaidi ya milioni 1.9 wametawanyika kwa sababu ya mambo haya yanayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini nilikuwa nasoma taarifa moja kwenye BBC, nikaona kichwa cha habari kinasema a river died overnight in Zambia after acidic waste spill at the Chinese owned mine. Kwamba mto umekufa kwa usiku mmoja kwa sababu ya mtiririko wa maji machafu ambayo yametokana na kampuni moja inaitwa Sino Metals ambayo imetiririsha maji machafu yakaenda kwenye mto Kafue, na mto huo umekufa baada ya kuonekana samaki wengi walikuwa wamekufa pembezoni ya mto huo, na inaonekana madhara yake yatakwenda kwa muda mrefu na yataweza kuathiri watu wengi. Lakini ninavyojielekeza kutoa ushauri, sisi kama kamati tunatamani sana swala la mazingira, kwa hii mifano miwili ambayo imetolewa, kwamba lichukuliwe kwamba ni swala muhimu lenye maslahi makubwa ya kitaifa, lenye maslahi makubwa ya umma. Ndio maana mashauri yetu mengi yamekuwa yakijielekeza kwamba kuundwa kwa hiki chombo ambacho Mheshimiwa Waziri umeridhia kwamba kitaundwa cha mamlaka ya mazingira, ya usimamizi wa mazingira. Sisi kama kamati tutaendelea kusisitiza kwamba jambo hilo litokee, kwa sababu mambo ambayo yametokea Zambia ni kwa sababu pengine ya usimamizi mdogo ambao hauleti ukaguzi wa mara kwa mara kwenye migodi. Lakini ukiangalia katika nchi yetu migodi mingi sana inazaliwa kila siku. Inazaliwa kila siku, na hao wenzetu ambao wametajwa hapa wanasema Chinese owned company wanaingia kwa wingi sana na wanapewa kuchimba maeneo mengi. Sasa tusipokuwa na usimamizi madhubuti, nchi hii tutaingia kwenye matatizo ambayo baadaye tutakwenda kuangamiza maisha ya watu. Ndio maana tumesema swala la mazingira sisi tumelipa hadhi ya usalama wa taifa. Nilikuwa naangalia taarifa, mimi nikisikia taarifa inayohusiana na mazingira siku za mimi inaonekana kama nimekuwa mwana mazingira, huwa natetemeka kidogo. Nilikuwa naona siku moja nimeangalia kwenye ITV, nikaona pale Chunya inaonekana wananchi wanalalamika kwamba kuna uchimbaji unaendelea kwenye mto, lakini pia NEMKI walitoa maagizo ambayo inaonekana hayakuzingatiwa. Ndio maana sisi tutasema kwamba tunataka chombo hiki kiwe na mamlaka makubwa, kiwe na meno, ili kwamba masuala ya mazingira yasichukuliwe mchezo kwenye nchi hii. Hata Mwenyezi Mungu katika kuumba dunia alisema iwe nuru, ikawa nuru. Manake sisi tutaendelea kutamka mpaka itakavyokuwa. Sasa nitakuwa tu leo na ushauri mdogo kwenye mambo ya mazingira, lakini pia niipongeze, kabla sijaingia kwenye ushauri, niipongeze wizara yangu kwa miradi mingi ambayo wanaitekeleza, miradi ya kimazingira, miradi mbalimbali. Hata kwenye jimbo langu kule la Kalenga mmegusa kidogo, kwa maana mmejenga vitalu nyumba pale, mmepeleka ng'ombe wa maziwa, mmeboresha scheme, mmeweka shamba darasa. Ni miradi ambayo mnaifanya nchi nzima, ni initiative nzuri sana, ninawapongeza. Lakini ushauri wangu sasa, ya initiative hizi nzuri kwamba ni ubunifu mzuri, lakini sasa tunataka uwe na mguso kwa jamii. Kama ukimpelekea mtu ng'ombe, basi angalau anzie angalau 5 hivi kwenye kikundi. Ukiweka shamba darasa, angalau kashamba kawe kakubwa ambako tunaweza kuanza kusema matokeo yake ni haya ambayo tunaweza kuyaona. Sasa kwenye ushauri, nitatoa ushauri sawasawa na mwongozo wa katiba hii. Katiba hii katika ibara ya 63 kile kifungu cha pili kinasema sehemu ya pili ya bunge itakuwa ndicho chombo kikuu cha Jamhuri ya Muungano ambacho kitakuwa na madaraka kwa niaba ya wananchi kusimamia na kuishauri serikali ya Jamhuri ya Muungano na vyombo vyake vyote katika utekelezaji wa majukumu yake kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo mambo hapa tunayofanya hapa, hata kama ni ushauri mdogo, tunafanya kwa mujibu wa katiba, na ushauri huu ni mzuri ukawa unazingatiwa. Sasa nikianza kwenye swala la carbon, pale kwenye eneo la carbon, kwanza niwapongeze sana
nimpongeze sana Profesa Dhahabu Eliakimu, anafanya kazi nzuri, na mimi hivi karibuni nilimtumia watu wangu pale, na baadaye nikanafuatilia matokeo namna gani walipokelewa na nini, wakanipa feedback, wamepokelewa vizuri, wameelekezwa. Kwa hiyo ninafurahi kwamba tuna watu ambao ni makini, wanafanya kazi nzuri. Ushauri wangu kwenye eneo hili kwamba sisi kama kituo cha kaboni, kwenye kituo cha kaboni tuwe na kanzidata ya maeneo ambayo tunaweza kuelekeza wawekezaji kwenda kuwekeza. Mwekezaji akija nchini amesema anataka kuwekeza katika eneo la kaboni, kituo kiwe na maeneo ambayo kimeainisha. Kwa nini nasema hivyo? Mwaka 2012 nilihudhuria kikao kimoja cha USAID. Alikuja msimamizi mkuu wa USAID duniani Rajiv Shah pale katika ubalozi wa Marekani. Wao walikuwa wanatoa fedha kwa ajili ya kuendeleza wakulima katika ushoroba wa kusini, wanaita SAGOT, Southern Agriculture Growth Corridor something. Sasa akaona lalamika kwamba wanatoa fedha lakini hawapati maeneo. Sasa tuna changamoto ya maeneo katika nchi hii, wawekezaji wengi wakija hawapati maeneo. Sisi twende tukawekeze katika maeneo haya. Lakini lingine kwenye ushauri, ninaomba tuone namna gani tunaweza tukaweka tozo kidogo kwenye viwanda, kwa sababu viwanda vinazalisha joto. Zile tozo kidogo ziende kusimamia masuala yanayohusu mazingira. Lakini naona kengele imesema, labda la mwisho, nayo mengi nitakuandikia, la mwisho kwenye fedha ambazo tunazipata zile za wafadhili za mazingira, tuone namna gani tunaweza kupeleka kuchimba visima kwenye mashule, kwa sababu nasema soma na mti panda mti, ili yale maji yanayopatikana pale yaweze kuleta usafi, lakini panda miti na kutunza mazingira. Zaidi ya yote basi niendelee tena kumshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na waziri na wizara yake yote kwa mambo mazuri wanayofanya kwa ajili ya nchi hii. Naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Kiswaga. Nimwite sasa Mheshimiwa Ali Hassan Omar King. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mwenyekiti, awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku ya leo kusimama hapa tukiwa wazima ili kuweza kuzungumza mambo yenye maslahi na Tanzania yetu, na kwa upande wangu mimi kuzungumzia muungano wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mara nyingi sana utakapokuta katika jambo la muungano, watakaokuwa wanazungumzia hoja za muungano au labda changamoto ni wale ambao wadogo, na ndio maana sio wengi kati ya wabunge wa Tanzania bara kuwasikia wanazungumzia changamoto za muungano. Lakini wale wa kutoka Zanzibar mara nyingi utawasikia ndo wanazungumzia changamoto, na hiyo ni nature. Wakati mmoja Mtume Daudi aliendewa na watu wawili wakishtakiana. Yule mmoja alisema, inna hadha akhi lahu 99 naja wali najatun wahida faqala akfilniha wa azani fil khitab. Walimwendea watu wawili, mmoja anamlalamikia mwenzake kwamba mimi nina kondoo mmoja, mwenzangu ana kondoo 99, amenambia tuchanganye na amenishinda kwa hoja. Kwa maana hiyo lazima wale wachache ndio mara nyingi watakuwa wanaongea changamoto. Ila kwa upande wangu leo sitoongelea changamoto, nitaongelea fursa ambazo ziko katika muungano badala ya changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunaungana, Zanzibar geographical area yake ilikuwa ni ile ile 2654 kilomita square, na Tanzania bara ilikuwa 945,000. Haijaongezeka. Ile kule ya Zanzibar inaliwa na maji inapungua, lakini population ya Zanzibar wakati ule ni 312,000, na population ya Tanzania bara ni milioni 12. Sasa ninachotaka kuzungumza ni kitu gani? Sasa hivi population ya Zanzibar ni milioni 1,800,000. Population ya Tanzania bara takriban milioni 60, au tunaweza tukasema kwamba milioni 59 point something. Maana yangu kwamba katika muungano huu wazee wetu walivyokaa, walizungumzia mambo yenye maslahi katika muundo wa muungano huu. Katika mambo hayo ambayo walisema vizingatiwe vitu vitatu, nataja viwili katika hivyo vitatu.
na hii nimenukuu kutokana na mjadala kongamano la juzi ambalo alikuwepo Dr. Mwakyembe akieleza. Kimoja, kwamba autonomy ya Zanzibar kwamba iendelee kuwepo. Lakini cha pili, waangalie geographical and demographical factors ambazo zipo kwenye demographic, kwenye population. Sasa hivi population growth rate ya Zanzibar ni 3.8. Ina maana kwamba tukitoka sasa hivi 1,800,000 baada ya miaka 10 tunakwenda 2,000,000. Kwa maana hiyo square meter ambazo atakuwa anakaa Mzanzibari mmoja zitazidi kupungua. Kwa hiyo fursa za ardhi ya Zanzibar kwa ajili ya uchumi zitakuwa zimepungua kutokana na ardhi na makazi atakavyoendelea. Nikizungumza hivi, wale walioishi mjini Zanzibar wanajua mashamba yalianza Mwanakwerekwe kuendea mbele, unakuta vijiji vichache vichache vinakalia watu, lakini sasa hivi mashamba yako huko mbele. Ulikuwa ukifika kwa Thabiti Kombo pale, mzee wetu Mwenyezi Mungu amrehemu, ndiyo nyumba ya mwisho. Kutoka Mwanakwerekwe kote kule ilikuwa ni ardhi ya kilimo, na tunajua wapi kuna mikarafuu, wapi kuna matofaa, wapi kuna mipera. Sasa hivi ile ardhi inasogea mbele huko, ina maana kwamba ardhi ya Zanzibar inakwenda kuisha. Nini maana yangu? Tulivyosema kwamba kuzingatia autonomy ya Zanzibar hasa kwenye kiuchumi, kwenye uchumi, na maana sasa tukenda katika eneo la bahari kuu. Ndio maana nikasema tuzungumzie fursa ya kiuchumi ya Zanzibar sasa kwenye bahari kuu. Na shauri serikali ianze kufanya utafiti kuangalia sasa Zanzibar, kwa kuwa ardhi itakuwa kiuchumi, watu wote shakaliwa, ina maana maeneo ya bahari kuu Zanzibar iweze kupewa fursa kiuchumi ili iweze kujiendeleza kwa ajili ya uvuvi, kwa sababu tutakuwa huku hakuna tena fursa hiyo ya kukaa katika ardhi na kufanya maendeleo na uchumi katika ardhi. Cha pili, Zanzibar alianzisha jambo linaitwa bandari huru. Lilishindikana kwa sababu tuliharmonize tax za pamoja, ilishindikana kuoperate bandari huru. Ni wakati sasa tuangalie fursa hii kwa ajili ya autonomy ya Zanzibar, asiombeombe sana, kuangalia kwamba kufanya awe na bandari kuu kwa kuangalia au kwa kufanya deharmonization ya zile taksi ambazo tunahisi hizi zinaweza zikazuia autonomy ya Zanzibar katika uchumi ya kujiendesha mwenyewe. Lakini chengine, Zanzibar inajitahidi sasa kujenga bandari, lakini kama ikianzisha fursa ya transshipment, mameli makubwa yakaleta mizigo Zanzibar, alafu meli ndogo ndogo zikaja zikabeba mzigo pale zikasambaza katika nchi nyingine, pia biashara hiyo Zanzibar inaweza ikamsaidia kwa sababu atakuwa amekosa ardhi. Kwa hiyo hili nilikuwa naishauri serikali. Lakini kuna jambo jingine ambalo nilikuwa nataka niliseme. Mheshimiwa Waziri alizungumza katika ukurasa wa 23 na 24. Alitaja pale gawio, ametaja dividend. Dividend ambayo inapokewa kutoka kwenye BOT ni 4.5%. Lakini pia kumezungumziwa pale GBS pia nayo ni 4.5%. Mimi najiuliza logic ya 4.5%, kwa sababu mchango wa Zanzibar katika kuanzisha benki kuu ni 20%. Why kwenye manufaa anapata 4.5%? Kwa nini tusijaribu kuangalia kwamba kile kinachostahili? Kwa sababu ukiwa mtu kama ni shareholder wa kitu, kama ulichangia 20% na manufaa unapata kwa asilimia ngapi? 20. Nilikuwa naiomba serikali ijaribu kuangalia katika eneo hili ili kutafiti